who have come from far, who have come to join us, O God, so that we may spread the gospel. Hallelujah. Hallelujah. I bring all of you special greetings. Grow up and stand on your own so that God can birth babies through your ministry. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Asante Bwana Yesu. You are here. Uko hapa. We are in your presence. Tuko uweponi mwako. We are full of joy, Tumejaa furaha. full of thanksgiving, Tumejaa shukurani. and ready to hear from you. Na tuko tayari kusikia kutoka kwako. Bless your servant. Mbariki mtumishi wako. Bless this place. Bariki mahali hapa. Bless our ears. Bariki masikio Bless yetu. our hearts. Bariki mioyo yetu. And glorify your holy name. Na tukuza jina lako. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. Amen. 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 God bless you. Mungu awabariki. Be seated in God's presence. Tunaweza kaa katika uwepo wa Bwana. Now at this junction, I would like to invite Apostle Tris. Ningependa kumkaribisha mtume Tris. Mama, karibu sana. Welcome mama. Karibu sana. You're welcome. Brother Ben. Brother Ben. Karibuni sana. God bless you. Hebu Welcome. tumshangilie tena Let's Bwana clap for the Lord kwa as we watumishi come. wake. Hallelujah. Thank you so much. God bless you. Hallelujah. Are you tired? Hallelujah. Amen. God bless your heart. Mungu abariki moyo wako. We continue with our topic, raising apostolic sons for the increase. Tunaendelea na somo letu kuwajenga wana wa kitume kwa ajili ya mwongezeko. And as we said when we started the conference, Na jinsi tulivyosema tulipoanza kongamano hili, we are from this season of this conference, we are starting the phase 2 of the vision. katika kongamano hili tunaanza kipindi cha pili, sehemu ya pili ya maono haya. And for 20 years Na kwa muda wa miaka 20 of the vision, wa maono haya, starting from Kigali kuanzia mji wa Kigali up to here, hadi hapa, we were seeking God. tumekuwa tukimtafuta Mungu, We stood on the pillar of seeking God tukisimamia nguzo hiyo ya kumtafuta Mungu and removing shoes. na kuvivua viatu vyetu, And we were preaching messages, na tumekuwa tukihubiri, teaching people how to seek the Lord, tukiwafundisha watu jinsi ya kumtafuta Mungu, to seek the kingdom of God and His righteousness. kutafuta ufalme wa Mungu na haki yake, Because these days people seek miracles, kwa sababu nyakati hizi utawapata watu wakitafuta miujiza, blessings, wakitafuta baraka, but the word of God says we should seek the kingdom and His righteousness. lakini neno la Mungu limesema kuwa imetupasa kutafuta ufalme na haki yake, And all the rest shall follow us. na mengineyo yatatufuata. Miracles shall follow us. Miujiza itatufuata, Blessings baraka and all what we need in the kingdom. na yote ambayo tunahitaji katika ufalme. As we find Jesus, Unapompata Yesu, as we get the understanding of His word, unapopokea ufahamu wa neno lake, all the rest shall follow us. basi bila shaka mengine yote yatakufuata. Hallelujah. Amina. In this season of seeking, Katika majira haya ya kutafuta, and after 20 years, na baada ya miaka 20, we're still praying and asking God, what is wisdom? bado tumekuwa tukimtafuta Mungu na kusali tukiomba, Bwana, hekima ni nini? As He told us in the vision that wisdom is the main thing. Jinsi alivyotuambia kwenye maono kuwa
hekima ndiyo msingi, ndiyo kitu muhimu. Wisdom is the principal thing. Hekima ndiyo jambo la msingi. When we pray that the Lord will increase our wisdom. Tunaposali tunaomba kuwa Mungu aongeze hekima yetu. When we worship God, tunapomwabudu Mungu, whatever we do, chochote tunachokifanya, it is for God to increase our wisdom, to know Him and to look like Him more and more. Ni ili Mungu aongeze hekima yetu na tufanane naye zaidi na zaidi. I remember Solomon, namkumbuka Sulemani, giving an offering of 1,000 cattle, akitoa sadaka au dhabihu ya maelfu ya ng'ombe. And when God asked him, what do you want? Na Mungu alipomuuliza ungetamani nini? Immediately he said, I want wisdom. Bila kusita Sulemani akasema nahitaji hekima. We need to seek wisdom. Tunahitaji kuitafuta hekima. For wisdom is the principal thing. Kwa sababu hekima ndio jambo la msingi. Not only in the kingdom of God, na si kwa ufalme wa Mungu tu, even in our own life. Maisha yetu ya kila siku pia. We need wisdom in the area of parenting. Tunahitaji hekima kama wazazi. We need wisdom in our leadership in the office. Tunahitaji hekima kama viongozi katika sehemu zetu za kazi. We need wisdom in our businesses. Tunahitaji hekima katika biashara zetu. And we saw how Joseph, na pia tulimuona Yusufu, after 13 years, baada ya miaka 13, he came before the king, before Pharaoh, alisimama mbele ya Farao, full of wisdom and understanding, akiwa amejazwa hekima na maarifa. And because of wisdom, sasa kwa sababu ya hekima, the vision of his life was fulfilled. Maono na mustakabali wa maisha yake ulitimia. In family, hakika ukiangalia familia yake, his sheaf arose, and the sheaves of his brothers, ile nguzo yake ilisimama, ile hali nguzo za ndugu zake, they surrounded him and they bowed before him, ambazo zilikuwa zimemzunguka zilimuinamia. This shows that he became the leader of his brothers. Jambo hili laonyesha kuwa alikuwa kiongozi wa ndugu zake, even though he was not the firstborn. Ingawaje Yusufu hakuwa mzaliwa wa kwanza. Wisdom will make you sit in the high places. Hekima itakusababisha ukae kwenye sehemu za juu. Hallelujah. Amina. And the second part of the vision, na sehemu ya pili ya maono, he saw that the sun bowed before him. Aliona jua likisujudu mbele zake. The moon and the stars bowed before him. Mwezi na nyota vile vile. This is a high level of leadership. Sasa hiki ni kiwango cha juu sana cha uongozi. How he became a father to Pharaoh. Jinsi alivyofanyika baba wa Farao. And you know how powerful Pharaoh was. Na sote tunafahamu kwenye maandiko jinsi Farao alivyokuwa mtu wa mamlaka. But because of wisdom, lakini kwa sababu ya hekima, he reached the level of becoming a father to Pharaoh. Yusufu alitimia hatua ya kuwa baba wa Farao. He became the Lord in his own house. Alifanyika pia Bwana katika nyumba yake. In Pharaoh's house. Katika nyumba ya Farao. And he became ruler in a foreign land. Na akawa mtawala katika nchi ya kigeni. Because of wisdom. Kwa sababu ya hekima. Because of understanding. Kwa sababu ya ufahamu. That's why I believe God told us. Na ndio maana nasadiki kuwa Mungu ametuambia. Wisdom is very important. Ya kuwa hekima ni jambo la muhimu sana. Seek wisdom. Tafuta hekima. Even though we are saying that in this ministry, hata kama katika huduma hii tunasema kuwa we are on the image of fathers and sons. Ya kuwa tumo katika sura hii ya kina baba na wana. For you to be a father, ili wewe ufanyike baba, and to even have sons, na hata uweze kupata watoto, you need to have the ability, unahitaji kuwa na uweza, the wisdom, hekima, for people even to accept you, hata watu waweze kukubali, even to stay with you, wakubali kuwa wawe wana kwako, even na wakae na wewe, waweze kukufuata, and become your sons, na wafanyike wana wako. It takes a lot of wisdom and patience. Inagharimu subira na hekima. And those sons will be learning wisdom and understanding. Na hao wana watakuwa wakijifunza hekima na ufahamu kwako. For them to become fathers of tomorrow. Ili nao wafanyike baba wa kesho. Tell your neighbor. Hebu mgeukia jirani yako. You need wisdom. Mwambie unahitaji hekima. We need a father who will make a coat for you. Tunahitaji baba ambaye atatushonea kanzu. He'll give you your mantle. Atakupatia vazi as your inheritance. Kama urithi wako. Hallelujah. Amina. Because he knows already your size.
Kwa sababu Baba anajua umbo lako. He can make a coat for you. Anaweza kutengenezea kanzu kwa ajili yako. Remember King Saul. Hebu mkumbuke mfalme Sauli. When he wanted to give David his own coat. Alipotaka kumpatia Daudi vazi lake mwenyewe. To be able to go and fight Goliath. Ili Daudi aweze kwenda kupigana na Goliath. Because he was not his father. Kumbuka Sauli hakuwa baba wa Daudi. He could not operate in that coat. Hivyo basi Daudi hakuweza kufanya kazi katika vazi hilo. Too long for him, too heavy for him. Vazi lenyewe lilikuwa zito sana kwa Daudi. He put it for a while. Ndio alilivaa kwa muda mfupi. Then he removed it immediately. Lakini punde si punde akalivua. You need to know your sons for you to be able to make a coat that are suitable for them. Unahitaji kuwajua wanao vizuri ili watengeneze vazi linalotosha. Hallelujah. Amina. Receive it in Jesus' Pokea name. hilo katika jina la Yesu. And I told you how the coat can be glorious. Niliwaambia jinsi vile kanzu laweza kuwa la kiutukufu. Full of grace. Limejaa neema. Full of honor. Limejaa heshima. Hallelujah. Amina. Full of glory. Limejaa utukufu. Full of wisdom. Limejaa hekima. But lakini on the other side, kwa upande wa pili, it takes a lot of patience. Itakugharimu subira au saburi. And that's why we said, because of the coat, because of the mantle, na ndio maana tunasema kuwa kwa sababu ya vazi, Joseph went through persecution. Yusufu alipitia dhiki au mateso. He experienced hatred. Aliweza kuona chuki ya watu. He experienced envy. Aliweza kuona watu wakimwonea kijicho. He experienced conspiracy of death. Aliona watu wakimfanyia mikakati ambayo ni mibaya. He was put in a ditch. Alitupwa kwenye shimo. They abused him. Walimtendea maovu. They took advantage of him. Wakamtendea mambo mabaya. They sold him. Wakamuuza. But because he had a vision, lakini kwa sababu Yusufu alikuwa na maono, vision will make you persevere because you know where you are going. Maono yatakuwezesha uweze kuwa na saburi kwa sababu unajua unaelekea wapi. It will make you endure. Maono yatakupatia wewe uweza wa kuweza kustahimili. Because you know the vision will take you into greatness. Kwa sababu unajua kuwa maono haya yananipeleka kwenye sehemu ya ukuu. And you cannot compare the glory that is waiting for you. Na tazama, huwezi kulinganisha ule utukufu ambao uko mbele yako with the pain and all the things you go through. Na yale mateso au uchungu ambao unaopitia kwa wakati huo. So be patient. Kwa hivyo kuwa na saburi. Bear with it. Subiri. Keep on praying. Endelea kudumu katika maombi. All those things the enemy is using, kwa sababu haya yote ambayo adui anatumia to distract you, kujaribu kuyumbisha, to discourage you, kukatisha tamaa, so that you drop what you believe in, ili uweze kuachilia kile ambacho ni cha muhimu na kiamini. And that's why you see many people, they get saved and then they abandon salvation. Na ndio maana leo unaona kuwa watu wengi wanaokoka, baada ya muda wanaachilia imani yao. They go back to their own lives, wanarudi katika maisha ya dunia, a life of sin, maisha ya dhambi. And when you follow them up, na ukiwafuatilia watu kama hao, they say these things of salvation, they are very hard. Utapata wanasema kauli kama vile, haya mambo ya wokovu ni magumu sana, I don't believe in them anymore. Siamini tena. Many people left their calling. Watu wengi wameikana imani yao. They are just wandering on the road. Wameikana wito wao, wanatembea tembea mitaani tu. With the papers of their visions in the suitcase. Wakiwa na makaratasi ya maandiko maono yao katika mabegi yao. Some of them they decide to go for further studies. Wengine wanaamua, acha nikasome zaidi, nipate elimu zaidi. But if you realize, you just check, you find that it's a way of escaping. Lakini ukitazama, lengo lao ni kuepuka ule wito. God help us. Mungu atusaidie. Tell your neighbor. Hebu mgeukie jirani yako. Are you ready to wear that coat? Je, uko tayari kuvaa hilo vazi? Are you ready to wait until the time of God? Je, uko tayari kusubiri hadi muda mwafaka wa Mungu? Hallelujah. Amina. Hallelujah. Amina. Then when he was elevated, sasa basi alipoinuliwa, after being sold twice, baada ya kuwa ameuzwa mara mbili, he find himself in the house of Potiphar. Alijipata kwenye nyumba ya Potifa. And the other side of the court was acting. Sasa upande wa pili wa vazi ulikuwa bado watenda kazi. The grace was acting.
neema ilitenda The kazi, love of the Father was acting. upendo wa baba ulitenda The kazi, wisdom of leadership was acting. hekima ya uongozi ilitenda kazi. He find himself an overseer in the house of Potiphar. Yusufu akajipata yeye ni kiongozi katika wafanyakazi kwenye nyumba ya Potifa. Many times we just like the other side. Mara nyingi tunapenda upande ule wa vazi. But when you see the note even of 10,000 shillings, Lakini ukiona tu shilingi 10,000 pale, it carries two images. It cannot be the same image. noti ile ina sura mbili, kuna sura ya upande huu na kuna sura nyingine upande ule. Even $1, $100, Hata dolari, 10,000, 5,000. dolari au noti yoyote ile ina sura mbili. You cannot take one size. Huwezi side. kuchukua sehemu moja tu. Hallelujah. Amina. You need to embrace it all. Unahitaji kuikumbatia yote. And that's what we call currency. Na jambo hilo ndo linaitwa hela. You need to work hard to get money. Unahitaji kutia bidii ili upate hela. Unless you want to be a prostitute. Ama labda kama ungependa kuwa ungeamua kuwa kahaba, to get money without working hard. mtu ambaye anataka apate hela bila kufanya kazi. Even then they work hard. Hata hivyo wanafanya kazi pia hao. There are so many beautiful prostitutes these days. Siku hizi utapata makahaba ambao wanapendeza, wanavutia. To get one who is rich you need to work hard. Kupata yule ambaye ni tajiri utabidi ufanye kazi. There's nothing that is easy under the sun. Hakuna lolote ambalo ni rahisi chini ya jua. For you to get currency, ili wewe uweze kupata fedha, you need education. Unahitaji elimu. You need to work hard. Unahitaji kufanya kazi kwa bidii for long years. Kwa miaka mingi. Then you can enjoy money. Hapo basi utafurahia kazi ya mikono yako ambayo ni hela. And I'm telling you, you'll be able to enjoy your coat and your garment. Na hakika hapo nakwambia kuwa utaweza kufurahia vazi lako au kanzu yako. But you need to be strong in the inner man. Lakini unahitaji kuwa mtu ambaye ni mwenye nguvu katika ule utu wako wa ndani. To be able to carry that mantle of ili glory. uweze kubeba vazi hilo la utukufu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. When he find himself in the house of Potiphar, alipojipata katika nyumba ya Potifa, because of the glory, kwa sababu ya ule utukufu, because of the anointing. kwa sababu ya upako. Do you know anointing draws? Je, unajua kuwa upako unavuta? Unfortunately it draws good things and bad things. Bahati mbaya ni kuwa upako unavuta mazuri na hata mabaya pia. It's up to you to have wisdom. Sasa ni wewe uwe na hekima. To know when to embrace and when to reject. Kuweza kujua ni wapi ambapo nitakumbatia na wapi ambapo nitaachilia. Receive it in Jesus' name. Pokea hekima katika jina la Yesu. Some relationships are not beneficial for you. Baadhi ya mahusiano hayatakufaidi lolote. It takes wisdom to know. Itakugharimu hekima kuweza kutambua when to embrace, ni wapi nikupatie, na ni wapi niunganike, when to disconnect, wapi nitenganishe. Say amen to that. Sema amina. A relationship that will help you reach your destiny. Uhusiano ambao utakusaidia ufikie mustakabali wako. Amina. 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 Amen. So in that glorious status of being an overseer of that big house, katika hadhi hiyo ya kuwa msimamizi wa nyumba kama hiyo kubwa, temptation start coming. Yusufu alikumbana pia na majaribu. Not a small temptation. Si majaribu madogo. The wife of Potiphar, mke wa Potifa, started casting eyes on him. Alianza kumwangalia na jicho ambalo si la kawaida. And convincing him to sleep with her. Na akijaribu kumshawishi Yusufu alale naye. But because of the fear of the Lord, lakini kwa sababu ya kicho cha Mungu, he refused. Alikataa. And because of that, kwa sababu ya hilo, he was cast into prison. Alitupwa gerezani. I tell you, many people will lie on your name. Nataka nikwambie wengi watasema uongo kukuhusu. Even if they can have evidence. Hata kama watajaribu kutafuta ushahidi. Only God knows the truth. Ni Mungu tu anayejua ukweli. And he will stand with you. Na atasimama pamoja nawe. To show the whole world. Kuonyesha ulimwengu wote. The truth for the matter of your life. Ukweli wa uhalisi wa maisha yako. The truth will be known in generations. Ukweli lazima ujitokeze tu hata kama vizazi ni vijavyo. Generation knew that this woman is a fornicator. Vizazi vilijua kuwa mama huyu alikuwa ni kahaba. And she is a lie. Na ni muongo. If I start telling you the suffering I went through, nikianza kukwambia mateso ambayo nimeyapitia because of this calling, kwa sababu ya wito huu, we will sleep here. Tutalala hapa. But God is good. Lakini Mungu ni mwema. God is faithful. Mungu ni mwaminifu. Even when they give you names, hata wanapokuita majina ambayo si ya kwako, even when they lie, hata wanaposema uongo, even when you are in a prison, hata unapokuwa korokoroni, you can also be in a prison of sickness, unaweza kuwa kwenye gereza la magonjwa, a prison of lack of money, gereza la kukosa
kukosa hela. A prison is a prison. Gereza ni gereza tu. It's not a nice place to enjoy. Haijalishi, gereza si sehemu nzuri But ya kukaa. even then, Lakini hata hivyo, the court of leadership was still operating. vazi la uongozi bado lilikuwa latenda kazi And maisha he yake. was still seeking wisdom. Na alikuwa akitafuta hekima. He got so much understanding Alipata ufahamu mwingi sana. and the interpretation of dreams. Na aliweza kuelezea ndoto. After 12 years, Baada ya miaka 12, at the 13th year, sasa ule mwaka wa 13, he find himself in the palace. alijipata amesimama kwenye jumba la kifalme. Hallelujah. Amina. Hallelujah. Amina. Hallelujah. Amina. We talk about the wisdom of a spider Tulizungumzia kuhusu hekima ya buibui that will make you create the web. ambaye atasema atafanya wewe utengeneze The web. kama wigo hivi. The web. Web ile wigo. We can call it like connections. The web, mtandao. Aha. Mtandao. Utando. And one of the utando is like the one man who was in the prison with him. Mojawapo ya webu ni yule mtu mmoja aliyekuwa naye gerezani kule. Even though he forgot him for 2 years, Ingawaje alimsahau kwa miaka miwili, he still became a mtandao in the house of God. alifanyika webu katika nyumba ile. Tell your neighbor, don't despise anyone. Mwambie jirani yako usimdharau yeyote. You never know. Kwa sababu hujui The kesho. one God will use for your tomorrow. Yule ambaye Mungu atamtumia kwa ajili ya kesho You yako. can say this one is a nonsense person. Usiseme kuwa huyu bure tu. You despise the person. Unamdharau mtu huyo. Maybe you have more wisdom than the person. Labda utasema kuwa una hekima kumliko mtu Maybe you huyo. have more money. Labda una hela zaidi. Whatever the case, Haijalishi. the wisdom of the spider is not despising people. Hekima ya buibui si kudharau watu. So that man became a mtandao to take him in the Kwa palace. hivyo mtu huyo akafanyika web ambaye limuunganisha akafika jumba la You kifalme. don't even know someone who is sitting at your left or at your right. Nakwambia Can be a unaweza mtandao for you. usimjue yule mtu ambaye amekaa mkono wa kulia au mkono wa kushoto. Anaweza kuwa ndio web yako ya kesho. Hallelujah. Amina. Hallelujah. Amina. After working so hard, Baada ya kufanya kazi kwa bidii, you still need another person. bado unahitaji mtu mwingine. Hallelujah. Amina. God will always use people. Mungu atawatumia watu siku zote. Amen. Amina. Prepare Bwana Yesu. Wave unto the Lord Jesus. So all those things he went through. Kwa hivyo mambo yote hayo aliyapitia. 10 bad points he went through. Hatua 10 mbaya ambazo alizipitia. Do you think that God was happy with that? Je, unajua kuwa Mungu alipendezwa na hatua hizo? Sometimes God sees us crying Mara kwa mara Mungu anatuona tukilia and machozi he keep quiet. na ananyamaza. You say, God, why? Unasema kwa nini uko kimya Mungu? Why are you keeping me in this prison Kwa for nini so Mungu long? umeniacha nikae katika gereza hili kwa muda mrefu? Let me tell you, Acha nikwambie. God Mungu is working on your character. Mungu anashughulikia tabia yako. God is working on your inner man. Mungu anashughulikia mtu wako wa ndani. God is not impressed with your prayer. Mungu havutwi sana na maombi yako. Even though it's good to pray. Ni vizuri sana kuomba. God is not impressed so much with your preaching. Mungu havutiwi sana na mahubiri yako. God is not so much impressed with everything we are doing. Mungu havutiwi sana na kazi ambazo My tunazifanya. Bible says God is only impressed Biblia yangu imeniambia kuwa Mungu anapendezwa sana with a broken heart, na moyo uliopondeka, with a broken spirit. roho iliyopondeka. God will allow you to go through experiences Mungu atakuruhusu upitie mambo magumu to be broken inside. ili upondeke kwa ndani. Hallelujah. Amina. But because when you are broken, Sasa tazama, ukiwa mtu aliyepondeka, when you have a broken heart, ukiwa na moyo uliopondeka, when you have a broken spirit, ukiwa na roho ambayo inanyenyekea, you fear before God. basi utakuwa na hofu mbele za Mungu. Hallelujah. Amina. And when the word of God comes, Na neno la Mungu linapokujia, you tremble before the word. unatetemeka mbele ya neno. You trust in the Lord Unamtumainia Mungu because you know that in your situation it's only him. kwa sababu unakumbuka kuwa katika hali yako ni yeye tu. Isaiah 66 verse 2. Isaya 66 mstari wa 2. Hallelujah. Amina. Hallelujah. Amina. God is impressed Mungu anapendezwa with someone who is broken. na mtu ambaye aliyepondeka. And when you are broken, Na
ukiwa mtu aliyepondeka, you are a man of wisdom. wewe ni mtu mwenye hekima, You have understanding in many things. una ufahamu kwa mambo mengi. So Joseph, Kwa hivyo Yusufu after 13 years, baada ya miaka 13 he had a broken spirit. alikuwa na roho iliyopondeka. He can forgive easily. Anaweza kusamehe He kirahisi, has the understanding. ana ufahamu. When you are broken, Ukiwa mtu aliyepondeka, you have the understanding of the word of God. una ufahamu wa neno la Mungu, You can interpret for people. unaweza kuwaelezea watu. Praise the Lord. Amina. And that wisdom Na hekima hiyo will make you reach your destiny. itakusababisha ufikie mustakabali wako. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Joseph was broken. Yusufu alikuwa mnyenyekea, Paul was broken. Paulo alikuwa mnyenyekevu, David was broken. Daudi alikuwa mnyenyekevu. What can we talk about Jesus? Tuseme nini kuhusu He Yesu? was the Lamb of God Alikuwa ni mwanakondoo wa that Mungu was slain. ambaye aliyechinjwa. Hallelujah. Amina. Even though he is a lion, Ingawaje yeye ni simba, but he is the Lamb of God lakini pia yeye ni mwanakondoo wa that Mungu was slain. aliyechinjwa. When you are broken, Ukiwa umepondeka, you can worship and cry. unaweza kuabudu kwa machozi. When you are going through pain, Unapopitia uchungu, you can call upon his name unaweza kuitia jina lake, and you start calling him na unapoanza kumwita the Lamb of God mwanakondoo wa Mungu that was slain. aliyechinjwa, Because by that, kwa sababu kwa you hilo know that he understands your pain. unajua kuwa anajua uchungu wako. The Lamb of God. Mwanakondoo wa We Mungu, worship you, Lamb of na God. kuabudu mwanakondoo wa Mungu, The Lamb that was slain for me. mwanakondoo aliyechinjwa kwa ajili He yangu. knows how to heal my broken heart. Anajua jinsi ya kuponya moyo wangu. Then Hapo basi you start seeing river of wisdom coming your way. utaanza kuona chemichemi ya hekima ikitiririka kwako. Pride cannot take place. Kiburi hakiwezi kupata nafasi. Hallelujah. Amina, Hallelujah. amina. Tell your neighbor, Hebu mgeukie jirani yako, it is by wisdom that the house is built. mwambie jirani, ni kwa hekima nyumba I inajengwa. want you people to put all the scriptures because we will not have time to read all of them. Hebu walio nyuma huko waandike maandiko yote, kwa sababu hatuna Don't muda. just relax and sit there. Put the scriptures. Waliomo kwenye chumba hicho msikae tu, nataka muandike maandiko. It is by wisdom that the house is built. Ni kwa hekima ndipo nyumba inajengwa, And it is by understanding na ni kwa ufahamu that the house is established. ndipo nyumba inapoimarishwa. It is by knowledge Ni kwa maarifa, that the rooms of that house will be filled with Hap- precious things. hapo ndipo vyumba vya nyumba ile vinajazwa na vitu vya thamani. Hallelujah. Amina. If you want to be married, Ukitaka kuolewa, if you want to open a company, ukitaka kufungua kampuni yako, when you want to become a pastor, unapotaka kuwa mchungaji, and if you are called to be an apostle, na hata kama umeitwa kuwa oh mtume, my God, Mungu wangu, even though you tint your hair, hata kama utajipamba they will become white before time. nywele zako zitakuwa nyeupe kabla ya muda, Because you need great wisdom to be an apostle. kwa sababu unahitaji hekima ya juu kufanyika To mtume, build the house of God. kujenga nyumba ya Mungu. As we were taught yesterday, Jinsi tulivyofundishwa jana, apostles told us about the wise builder. As mtume an apostle, alituambia kuhusu yule mjenzi mwenye hekima, the foundation which is Christ yaani msingi ambao ni msingi must wa be Yesu, laid by apostles and prophets. lazima uwekwe na mitume na manabii. All the heaviness of the house Uzito wote wa jumba depend on the foundation. umeshikiliwa na msingi. Just imagine all the problems on your shoulder. Hebu tazama matatizo yote mabegani kwako. If you want to buy things to tint your hair, you better put money aside and buy a lot of them, because your hair will be white. Sasa before basi, time. kama ungetamani kununua vitu vya kurekebisha nywele zako, hebu anza kuweka hela kando, kwa sababu utahitaji hela nyingi, kwa sababu hizo nywele zitakuwa nyeupe. Tiredness, Uchovu, lack of sleep. kukosa usingizi. All my sisters, they are here. Dada zangu wote wako hapa, They still have black hair. bado wana nywele nyeusi. I am the last born in my family. Mimi ndio kitinda mimba katika familia yetu. If I don't tint my hair, all my hair is white. Kama sitapaka rangi nywele zangu, utaziona zote ni The nyeupe. heaviness of ministry. Uzito wa huduma, You cry, you find yourself crying, you don't even know why you are crying. unajipata ukilia na hujui kwa nini unalia. The burden is so heavy on you. Mzigo ni mzito juu yako, The ministry is on your shoulders. huduma iko mabegani mwako, Because the foundation is laid by you. kwa sababu msingi umeujenga wewe. All the principalities, all the powers, all the witches, all the things are against you. Ngome zote, mamlaka ya giza, mapepo, wachawi wote wanakulenga wewe. You are crying not because you don't have food. You are crying not because you don't have a house. You are crying not because you don't have a husband.
You are crying not because you don't have children. You are crying and crying and crying because of the heaviness of the mysteries of God. Unalia si kwa sababu huna chakula. Unalia si kwa sababu huna nyumba. Unalia si kwa sababu una mume au watoto. Unalia kwa sababu ya zile siri za Mungu ambazo zimewekwa ndani yako. My husband is my witness. Mume wangu ni shahidi wangu. If I manage to sleep, mimi nikiweza kupata usingizi, I say thank you for your grace. Huwa nasema asante kwa neema yako. To be able to sleep the whole night. Kuweza kulala usiku mzima. Oh my God. Mungu wangu. When you are so tired. Ukiwa umechoka kweli. I remember one day we went to Haiti. Nakumbuka siku moja tulisafiri kule Haiti. We were so tired. Tukiwa kule Haiti tulikuwa tumechoka sana. Then I just sensed in the spirit today there is no sleep. Alafu nikahisi katika ulimwengu wa roho ya kuwa leo hamna kulala. Despite the tiredness, haijalishi uchovu, I took a strong coffee. Nilichukua kahawa nzito. Because I could not manage to sleep. Kwa sababu nilijua singeweza kulala. I just knew that all the demons of Haiti were waiting for me. Nilijua kwa mapepo ya Haiti watu wamenisubiri. You are praying. Unaomba. The person we went with. Mtu ambaye umesafiri naye. He said, mama tulale kidogo, tunachoka. Mama hebu tulale kidogo because we are very tired. Nasema amuka sasa. I tell you, no, it's time to wake up now. Haiti. No sleeping in Haiti. Then you start praying, you find the armor bearer you went with, the person is sleeping. Sasa unaanza kuomba, ukitazama yule ambaye umeenda naye amelala usingizi. Then an idea come and tell you. Wazo linakujia na unamwambia, God, why do you send me to Haiti in this place full of demons? Unamwambia Mungu, kwa nini umenituma Haiti sehemu hii ambayo imejaa mapepo? Why don't you send me to nice places? Kwa nini usinitume sehemu za faraja nzuri? Why do you choose these areas where it is full of witches and demons? Ni kwa nini unachagua sehemu hizi ambazo zimejaa wachawi na mapepo? If you start thinking of that, ukianza kuhusu hayo, you will cry even more. Utalia hata zaidi. So you start crying for the work of God and you put aside your own burdens. Kwa hivyo unaanza kulia kwa ajili ya kazi ya Mungu na yako unaweka kando. But people think that you travel, you enjoy planes, you go in America, you go to places. But you yourself, you know the inside of your coat what you are going through. Lakini watu watadhani kuwa unafurahia kusafiri nchi mbalimbali, unafurahia ule urodo wa ndege, unafurahia sijui, lakini wewe ndio unajua. I remember when I was traveling and I was pregnant, heavy pregnant. Nakumbuka nilipokuwa nasafiri ili hali mjamzito kweli. I was traveling with a baby of 7 months. Au nikisafiri na mtoto mdogo wa miezi 7. You need the coat. Unahitaji vazi. I don't lie to you. Sitaki kuambia uongo. You need to know the truth. Unahitaji kujua ukweli. You need to be prepared. Unahitaji kujiandaa. Don't say one day. Usiseme kuwa siku moja. Mama did not tell us this. Mama hakuniambia mambo haya. You need to know it. Lazima uyajue. Hallelujah. Amina. Hallelujah. Amina. It takes great wisdom. Inagharimu hekima ya juu. To lay a foundation. Kuweza kuweka msingi. People are blessed. Watu wabarikiwa when they are assistant pastors, wakiwa wachungaji wasaidizi, the work is flourishing, kazi yao inanawiri. But when it takes to go and be on the front line to lay the foundation, to go in the forest and lay the foundation, then you start becoming an apostolic son. Ikiwa wewe utaambiwa uwe wa kwanza, utangulie na uweke msingi, basi lazima uwe kweli mwana wa kitume. Amen. Amina. Amen. Amina. It takes great wisdom. Inagharimu hekima ya juu. So it is by wisdom that the house is built. Even the work of God is a house. Kwa hivyo ni kwa hekima ndipo nyumba inapojengwa. Hata kazi ya Mungu ni nyumba. And it is by understanding that that house will be established. Na ni kwa ufahamu ndipo nyumba hiyo inapoimarishwa. So today I'm just continuing where our apostle started yesterday. Na leo tunaendelea tu pale ambapo mtume aliachia jana. And I thank God because our spirits agree. Na namshukuru Mungu kwa sababu roho zetu zinakubaliana. Hallelujah. Amina. Hallelujah. Amina. After laying a foundation that he laid yesterday. Baada ule msingi ambao aliweka jana. And I thank you very much. Nakushukuru sana. Because really you built this ministry yesterday as never before. Jana mtume ulijenga huduma hii na Mungu kweli akubariki. I heard so many messages of you. Nilisikia ujumbe kutoka kwako. But yesterday was the best. Lakini jana ilikuwa bora zaidi. It was 100% honey. 100% asali. We could still lick it and lick it and lick it. Tutaendelea kuilamba na kuilamba zaidi.
Even for those who were circumcised. Hata kwa wale ambao walitahiriwa jana. It has blood and honey inside. Kutahiriwa huko kuna damu lakini pia kuna asali ndani yake. Hallelujah. Amina. Hallelujah. Amina. God bless you so much. Mungu akubariki sana. Hallelujah. Amina. I believe in your partnership. Mimi I always consider your advices. Naamini sana ushirikiano wako na kila siku natafakari ushauri wako. It's just that we are carrying different grace. Ni vile tu tumebeba neema tofauti. I need to know the coat I'm wearing. Nahitaji kujua vazi ambalo nimelivaa. Otherwise I will declare you my father. Ama kama sio hivyo ningeweza kutangaza wewe baba yangu. I bless your heart for the work you did yesterday. Nabariki moyo wako kwa ajili ya ujumbe wa jana. So I'm just putting a stone on what he did yesterday. Kwa hivyo naweka juu ya yale ambayo uliyaweka jana. Saying that nikisema kuwa even when the foundation is strong, hata kama msingi ukiwa wa nguvu, no one sees the foundation. Hakuna anayeweza kuona msingi. You still have to start building. Bado inakupasa ujenge with skills. Ukiwa na on top of that foundation. Ukiwa na uhodari juu ya msingi huo. Hallelujah. Hallelujah. You still want to build that house. Bado itakupasa ujenge nyumba hiyo. So the Bible says in Proverbs 9. Biblia imesema katika Mithali 9 kwa hekima ameijenga nyumba. Wisdom has built a house. Hekima ameijenga nyumba. And wisdom strengthened the house. Na hekima imeimarisha nyumba hiyo. By 7 pillars. Kwa nguzo 7. You people, you are showing my face. Show the word of God on the screen. Walio katika chumba hiko naomba muandike maandiko kule, muoneshe maandiko. See, they have seen me already. They see that I'm beautiful dress and it is enough. Tayari wameshamuona mama anapendeza, tosha. Ekeni maandiko sasa. Even you. Tieni maandiko sasa. Amina. Proverbs 9. Mithali 9. From verse 1 to 6. Mstari wa kwanza hadi wa 6. We gave them since the service started. Wisdom has built a house and strengthened the house with 7 pillars. Hekima amejenga nyumba na kuimarisha hiyo nyumba kwa nguzo 7. After laying a foundation, baada ya kuweka msingi, we start now putting pillars. Sasa inatubidi tuweke nguzo. Tell your neighbor pillars. Mwambie jirani yako, jirani, nguzo. Pillars. Nguzo. Why pillars? Kwa nini nguzo? The pillars are not only for beauty. Nguzo si za kupendezesha tu. Hapana. The pillars, nguzo, they are not only for beauty. Hazileti tu jumba lipendeze. They connect the foundation. Zinaunganisha msingi and the rest of the house. Na sehemu nyingine ya nyumba. So they are inside of the foundation. Kwa hivyo nguzo zinaingizwa ndani ya msingi. So when you build, you see a foundation. Kwa hivyo unapojenga unaona msingi. Let's say you see this foundation. Tuone nguzo hii. Don't imagine that the foundation starts there. It starts with the foundation itself. The pillar starts with the foundation. The length of the foundation goes with the length of the pillar. Ukiangalia nguzo hii, usidhani kuwa nguzo hii imeanzia hapo chini. Hapana, nguzo hii ni ndefu hadi kule ndani msingi ulipo. Kwa hivyo urefu wa nguzo unaanzia kule chini kwa msingi. The length of the foundation is the same as the length of your pillar. Urefu wa nguzo wa msingi wako lazima utoshane na urefu wa nguzo hiyo. It is strengthened with concrete, cement, unaimarishwa kwa zege, and iron bar. Na pia chuma ziko ndani huko. According to the height of the house. Inategemea na urefu wa nyumba hiyo. I have become even a builder physically. Mimi pia nimekuwa mjenzi, najenga. I like building. Napenda kujenga. Those bars, ukiangalia nguzo hizo, if it's a normal house, chuma hizo kama ni nyumba kawaida, you can use 8 millimeter. Unaweza kutumia milimita 8. If you have like one store house, kama una nyumba ya ghorofa moja, you put 12. Unaweka milimita 12 ya chuma. Ukiwa zaidi ya hapo, you put 16. Unaweka milimita 16. Then you strengthen with concrete. Alafu unaimarisha kwa zege. Hallelujah. Amina. Now, sasa basi, the importance of the pillar, umuhimu wa nguzo, is to hold with the concrete of the foundation, ni kushikilia pamoja na ile zege ya msingi. But the rest of the foundation will not help. Lakini unajua
It will only help for the walls. Msingi peke yake hawezi kusaidia nyumba yote au kuegemeza nyumba yote. Itaegemeza kuta tu. But the concrete of the first storehouse, lakini ukianza sasa zege la ile orofa ya kwanza, the concrete of the storehouse, ya ile orofa ya kwanza, will be sustained by the pillars. Itaegemezwa na nguzo. Do you get me? Unanielewa hapo? Do you get me? Je, unanielewa? The foundation, msingi, will just support the walls of the house. Utaegemeza kuta za nyumba tu. But if you have a storehouse, lakini kama una nyumba ya ghorofa, then there will be another concrete on the top. Lazima pawe na paa ambalo ni zege pia juu. The concrete. Zege. And that concrete, na zege hiyo, it is full of cement. Imejaa simenti. Concrete cement, and then the bars again. Imejaa kokoto, vitu vyote hivyo, na pia chuma. And that concrete will be supported only by the pillars. Na zege hiyo itaegemezwa na nguzo tu. Hallelujah. Amina. And if your house is like 3 levels, na nyumba yako kama or 5 or ina orofa 3 au kuendelea mbili, you find that those pillars are big. Utapata kuwa nguzo hizo ni pana. Because they sustain all the concrete of all the level of your house. Kwa sababu zimebeba au kuegemeza zege zote ambazo ziko juu za nyumba yako. So wisdom has built that pillars, 7 pillars to sustain the house. Kwa hivyo hekima amejenga nguzo hizo 7 ili kuegemeza nyumba yake. Hallelujah. Amina. Hallelujah. Amina. Hallelujah. Amina. They have to be strong. Lazima ziwe na nguvu. In 1 Kings 7, katika Wafalme wa kwanza sura ya 7, my Bible says, Biblia yangu imeniambia that in that house of Solomon, ya kuwa katika jumba lile la Sulemani, the house of God, nyumba ya Mungu, that Solomon built, ambayo Sulemani alimjengea Mungu, he is the one who continued with the vision of his father David. Ni yeye aliendeleza maono ya babaye Daudi. Then he seek wisdom. Alafu akatafuta apate hekima. Many words of the wisdom are written by Solomon. Hekima nyingi ukiangalia hekima imeandikwa na Sulemani. And he is the one who spoke about the 7 pillars na of the wisdom. Yeye ndiye alizungumzia kuhusu nguzo 7 za hekima. Because he is the one who built it. Kwa sababu ni yeye aliyejenga. Maybe with the resources of his father. Labda akiwa na rasilimali za baba yake. And my Bible says, Biblia yangu imeniambia, now in that temple, sasa katika hekalu hilo, there were so many pillars. Palikuwa na nguzo nyingi. But the front pillars that could be shown, lakini zile nguzo ambazo zilikuwa mbele zinaonyeshwa, among the 7 pillars, kati ya hizo nguzo 7, there were 2 pillars. Palikuwa na nguzo 2. 2 pillars. Nguzo 2. Tell your neighbor 2 pillars. Mwambie jirani yako nguzo 2. With different names. Zikiwa na majina tofauti. Number 1. Nguzo ya kwanza. The pillar of Jakin. Nguzo ya Jakin. Which means establishment. Ambayo inamaanisha kuimarishwa. Hallelujah. Amina. And the second pillar. Na ya pili. With the name of Boaz. Ni nguzo ya Boazi. I know that one you like very much. Najua unapenda sana nguzo hiyo. It takes a lot of time. Inagharimu muda mwingi sana. To build a house. Kujenga nyumba. Or to build this pillar. Au kuzijenga nguzo hizi. Of Jashin. Za Jashin. It takes a lot of time. Inagharimu muda. For people to be established. Kwa watu kuweza kuimarishwa. Many Christians today. Wakristo wengi leo. They are not called pillar of the house. Hao si nguzo katika nyumba ya Mungu. They are just street children. Ni kama watoto wa mitaani. They come here. Wanakuja hapa. They go to another place. Wanahama kwingine. They go to another place. Wanahama tena kwingine. Those are not people you can call pillars in the house. Si watu ambao unaweza kuwaita nguzo katika nyumba ya Mungu. They are not even your sons. Hata si wana wako. They are visitors. Hao ni wageni tu. I told you like that woman who came. Niliwaambia kama yule mama aliyekuja. The garment. Na that woman with the issue of blood. Yule mama aliyekuwa akivuja damu. Akaja akaligusa vazi. He touched even without permission. Aligusa vazi bila ruhusa. Because of violence. Kwa sababu and the kingdom of God suffers violence. Kwa sababu ufalme wa Mungu watekwa nguvu. Jesus accepts to release healing. Yesu alikubali kuachilia nguvu yake uponyaji. But she was on the street. Lakini tazama alikuwa mitaani. After healing. Baada ya uponyaji. What happened? Palitokea nini? What happened? Palitokea nini? He just followed the exit way. Aliondoka akaingia mitini. He didn't even follow Jesus. Hakumfuata Yesu tena. Oh, hallelujah. Amina. So many people will come to eat bread. Watu wengi watakuja kula mkate. So many people will come for healing. Wengi watakuja kwa ajili ya uponyaji. So many people will come for deliverance. Wengi watakuja kwa ajili ya ukombozi. I tell you, if we bring all the people we delivered in this city. Nakwambia tukikusanya wote ambao tumewakomboa katika mji huu.
I'm telling you, we have the biggest church in Arusha. Bila shaka tutakuwa na kanisa kubwa lililojaa watu How wengi many hapa people Arusha. got healed? Wengi ambao wameponywa. How many people got free? Wengi waliowekwa huru. But we praise God. Lakini tunamshukuru Mungu. Because we understand. Kwa sababu tunaelewa. It's not because of those people. Si kwa sababu ya watu hao. That will build the work of God. Ndipo nyumba ya Mungu inajengwa. Those they just come and go. Hao watakuja na kuondoka. It's okay. Ni sawa. God heals them. Mungu atawaponya. For his glory. Kwa utukufu wake. But you still need sons. Lakini bado unahitaji wana. My Bible says. Biblia yangu inaniambia. Sons will abide forever in the house. Wana watadumu milele nyumbani. Sons will abide. Wana watadumu. Even if it's not in Arusha. Hata kama si Arusha. They will be your sons even in Kenya. Watakaa watoto wako hata Kenya. They will be your sons even in America. Hata Marekani. They will be your sons even in Canada. Watakuwa wako hata Canada. Because it's a vision of nations. Kwa sababu ni maono ya mataifa. They will be under your leadership. Watakuwa chini ya uongozi wako. They will be under your care. Watakuwa chini ya uleaji wako. Under your anointing. Watakuwa chini ya upako wako. Hallelujah. Amina. They will be protected. Watalindwa. Hallelujah. Amina. They are pillars of the vision. Hao ni nguzo ya maono haya. So when I talk about vision, I'm not talking about this house. When I talk about the house, I talk about the house like Joseph, when the tree is planted here and branches, they cross over nations. Kwa hivyo napoongelea kuhusu nyumba, siongelei nyumba kama hii tunaiona hapa hivi, hapana. Sons will abide forever. Naongelea kuhusu nyumba ambayo inajengwa na wana ambao matawi yao yatapasua kuta hizi. So for you to start building up that pillar of Jashin. Kwa hivyo wewe ili kuanza kujenga hiyo nguzo ya Jashin. That is a sign of establishment. Hiyo ni ishara ya kuimarishwa. It will take you years. Itakugharimu miaka. To know who is your son. Kuweza kujua mwana wa kwako ni yupi. To know when he is saying I will stay with you, you are sure that he will stay with you. Kusikia kuwa anaposema kuwa nitakaa pamoja nawe, ujue hakika atabaki. So you remember even Peter said, even if to die I will die with you. Unakumbuka Petro akasema kuwa kama ni kufa wataniua mimi kwanza. But Jesus told him, Peter. Yesu akamwambia Petro, usiseme mambo usiyoyajua. Don't speak of things you don't know about. Utanikana mara? You will deny me how many times? Not because people don't want to be stable. Si kwa sababu watu hawataki kuimarishwa. Do you know why marriages are breaking up? Unajua ni kwa nini ndoa zinavunjika? Do you know how many people are divorced? Unajua ni wangapi ambao wametalakiana? The day they were wearing white dresses. Siku ambao wanavaa. They said for better for worse. Nguo zile nyeupe wanasema kwa mema, kwa mazuri nipo. Really they meant it. Hakika walimaanisha. But why? Lakini kwa nini? After some years they divorced. Baada ya miaka kadhaa unawapata kuwa wanatalakiana. Everyone wants to be established. Kila mtu angependa kuimarisha. No one wants to go to and fro. Hakuna anayetaka kuyumba yumba. Everyone wants to be stable in his business. Kila mtu anataka aimarishwe, ajizatiti sehemu moja. Everyone wants to be stable in his pastoral work. Kila mtu anataka aimarishwe, ajizatiti katika nyumba yake. But there is forces. Lakini kuna nguvu. There is forces. Kuna maguvu. That will prevent someone. Ambayo yatajaribu kumzuia mtu. To be loyal to you. Asijitoe kwako. As much as people want to be loyal to their fathers. Ndio watu wangependa sana kujitoa kwa baba zao. There will be some forces. Lakini kuna nguvu. They have to fight. Za upinzani. They have to fight. Inabidi wapige vita. Do you know why? Unajua kwa nini? Do you know why? Unajua ni kwa nini? Those forces are against them and more powerful. Nguvu hizo za upinzani ziko kinyume nao. That's why we need to pray. Na ndio maana imetupasa kuomba. We need to intercede. Inahitaji kufanya maombezi. Sometimes we need to fast. Inatupasa mara nyingine tufunge. Why? Kwa nini? Because of the fallen of Adam. Kwa sababu ya anguko la Adamu. When someone comes and receive Christ. Mtu anapokuja na kumpokea Kristo. And tells you I want to be your son. Na anakuambia ningependa kuwa mtoto wako. Receive the person. Mpokee mtu huyo. But know that there will be a lot of work to do. Lakini ujue kuwa bado kuna shughuli tele ya kufanya. Because of the fall of Adam. Kwa sababu ya anguko la Adamu. That person comes with a damaged mindset. Mtu huyo anakuja na with a damaged mindset. Anakuja na akili au nia ambayo imebomolewa, haiko vizuri. Yani mind yake ilishaharibikiwa kwa hali moja au nyingine. His mind is damaged one way or the other. Damaged of what?
Imeharibiwa na nini? The sin he went through before salvation. Dhambi ambayo alipitia kabla wokovu. The demons that has entered that person. Mapepo ambayo bado yamempagawa mtu huyo. The mind of the flesh, which is different from the Bible. Nia ya mwili ambayo ni kinyume na maandiko. When you start teaching the person, he does not believe. There is no faith. Unapoanza kumhubiria mtu huyo, haamini. Kwa nini? Hamna imani. Even when he believes, hata anapoamini, it will take time for that person to dissociate with his old or her old friends. Itachukua muda mrefu kabla mtu huyo hajajitenga na marafiki ambao hawamsaidii. Maybe he was a drunkard. Labda alikuwa mlevi. Maybe he was a fornicator. Labda alikuwa mzinzi. Maybe he has the demons of his family. Labda ana mapepo au mapepo ya kiukoo. His mind is contrary to the mind of Christ. Nia yake iko kinyume na nia ya Kristo. Do you really think it's tomorrow and tomorrow I ordain you are my son? Je, unadhani kuwa ni siku moja tu nitasema kuwa nimekuweka wakfu, wewe ni mwana wangu? It takes now wisdom to start building that person. Itagharimu hekima sasa kuanza kumjenga mtu huyo. To go through counseling. Apitie ushauri na saa. And even then he will not tell you 100% all the truth. Hata hivyo mtu huyo hata kuambia 100% ukweli wote. Those demons, they start manifesting, you cast them out. Mapepo hayo yanajidhihirisha unapoyatoa. But let me tell you, lakini acha nikwambie, some of the demons of today, they are very smart. Baadhi ya mapepo leo yana akili kweli. The person will not fall down. Mtu huyo hataanguka. Especially those intellectuals. Hasa wale ambao wamesoma. He will sit quietly. Atakaa kimya. But the mind is full of demons. Lakini nia imejaa mapepo. Sometimes we think it's just by falling that we see the manifestation. Mara nyingine tunadhani ni kuanguka ndio unaona kwa madhihirisho mapepo yanatoka. Today I'm going to tell you about the manifestations that are not make fall the person. Lakini leo nitakuonesha kuhusu udhihirisho in the mind. Ambao uko akilini. The pillar of establishment. Nguzo ya kuimarisha. I was like, Jesus started preaching, he was 12. Nilikasema kuwa Yesu alianza kuhubiri akiwa na miaka 12. Aliweza kuhubiri. But it took 18 more years. Lakini ilimbidi abaki kwanza miaka 18. For him to turn 30. Ili atimie miaka 30. Before he start ministry. Kabla aanze huduma yake. But he was able to preach. Lakini aliweza kuhubiri. I don't know why he took so long. Sijui kwa nini alisubiri miaka mingi. He knew the word already. Alilijua neno tayari. Maybe he was learning about the heart of man. Labda alikuwa akijifunza kuhusu moyo wa mwanadamu. Hello. After waiting for so long. Baada ya kusubiri muda mrefu. When he started. Alipoanza. Only 3 years. Miaka 3 tu. So when you establish this pillar of establishment. Kwa hivyo unapoiweka vizuri hii nguzo ya kuimarisha. That pillar of Jashin. Nguzo hiyo ya Jashin. When you establish it after many years. Baada ya kuimarisha, baada ya miaka mingi. So when you are able to fix it. Ndipo unaweza When you are able to fix it, baada ya kuwa unaweza kuiweka vizuri, then you can fix another one of Boaz. Hapo utaweza kuweka ya pili ya Boazi. Ya Boaz, which is acceleration. Ambayo ni mwendo wa kasi. Because you have wisdom. Kwa sababu ulikuwa na hekima. You have understanding. Una maarifa. You fought all the battles. Umepiga vita vyote. The person is now has the mind of Christ. Sasa mtu huyo ana nia ya Kristo. The spirit of acceleration will take place. Mwendo wa kasi, roho hiyo itaanza kupata nafasi. But the Christian of today, lakini Wakristo leo, they just want that prophecy. Wanataka tu nabii. Receive the spirit of acceleration. Pokea I receive. Roho ya mwendo kasi, napokea. Do you accept to be trained? Do you accept all the process of Jakin in your house, in your marriage, in your mind, in your heart? Unakubali kufundishwa? Unakubali kupitia mchakato wote huo wa nguzo ya Jashin katika ndoa yako, katika nia yako, katika maisha yako? Instead of 40 days to reach Canaan, badala ya kutumia siku 40 kufika Kanaani, 40 years. Walitumia miaka 40. Kwa nini? Damaged mindset. Akili zilizoharibika. No, hamna imani, fear, hofu, woga, complaints, manunguniko, and so on and so forth. Na mambo kama hayo. It brings delay. Yanaleta kucheleweshwa. It brings stagnation. Yanaletwa kudumaa. Even the connection with the past. Hata muunganiko na mambo ya zamani.
You become a pillar of salt, and the pillar of salt is not strong. Unafanyika nguzo ya So your chumvi. house will not be strong. Na nguzo ya chumvi haina nguvu, nyumba yako You haitakuwa na still nguvu. focus on the past. Bado unaangalia mambo ya zamani. You need to break it. Unahitaji kujitenga. Do you think the person will break it just Unadhani mtu atavunja au kujitenga na mambo hayo hivi tu? Aliniumiza sana. The guy will come and tell you, Siwezi kusahau. he really hurt me. I can't Mpaka forget it. nitakufa sitasahau. I will never forget until I die. Unamwambia vunja hiyo You pillar. tell the person, no, break away from that pillar. Tujenge pillar ya Let Jashin. us build the pillar of Jashin. Okay, hallelujah, amen. Hallelujah, Kesho amen. anasema, I agree. Yani ni ngumu, huwezi The kunielewa. following day he says, no, you can't understand me. Yani It's so hard. nikikwambia niliyoyapitia kuhusu huyo If mtu. I share with you what I went through because of that man. When you are a father, Ukiwa baba, you need to know unahitaji how kujua to help that person jinsi ya kumbeba mtu to huyo disconnect with his past. ajitenganishe na zamani ya kwake. May you receive it in Jesus. Pokea hilo katika jina la Yesu. It will take time. Itagharimu muda. That's why it took 12 years Na ndio maana iligharimu miaka 12 for Joseph kwake Yusufu to be a man of wisdom. awe mtu wa hekima. It will take us years Itatugharimu miaka to seek the wisdom of God. kutafuta hekima ya Mungu. The wisdom will give us understanding. Hekima itatupa Once ufahamu, we understand, na tukifahamu tu the house is established. ya kuwa nyumba inamarishwa, The pillar of establishment is fixed. basi tukipata ufahamu, ile nguzo ya It will kuimarishwa be able inawekwa to sustain what is coming. na itaweza kubeba yale yote What is yanayokuja. coming? Yale He yanayokuja said, the Lord who was with me utasema kuwa Bwana aliyekuwa when pamoja I nami was fighting with the animals, nilipokuwa nikipiga wild vita beast. kule kondeni, He will fight for me atanipigania when I'm facing Goliath. ninapomkabili Goliati. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. Hallelujah. Amina. You will be strong. You will Utaimarishwa, not be afraid utakuwa na nguvu, because you are strong in the inner man. hutaogopa kwa sababu mtu wako wa Because ndani you ana know nguvu, how to fight principalities kwa and sababu powers. unajua jinsi ya kupiga vita katika ulimwengu You wa know roho. how to forgive every day. Unajua jinsi ya kusamehe kila siku. Wisdom is coming. Hekima yaja, Wisdom is coming. hekima yazidi, Wisdom is coming. hekima yazidi. Hallelujah. Amina. Start analyzing your people. Anza kutathmini na kuwafahamu watu If wako. you are a father, start analyzing people. Kama wewe ni baba, anza The way kuwatathmini they watu, react jinsi wanavyoitikia when they say yes. wanaposema ndio. Is it yes, no, or no, or yes? Ni ndio au ndio la ndio. Are there people with temper? Ni watu ambao wana hasira za haraka, Are there people who complain a lot? ni watu ambao wananungunika sana. There are factors Kuna vitu that will destabilize that person. ambavyo vitamuimbisha huyo mtu. So when you are preaching, Kwa hivyo unapohubiri you think you have preached. unadhani kuwa umehubiri vizuri, You think people were blessed. unadhani kuwa watu wamebarikiwa, Kumbe, they didn't even understand what you meant. kumbe watu hawa hawakuelewa hata ulichokuwa unamaanisha. They say, why did she say that? Wanasema kwa nini alisema hivyo? Why? Kwa nini? She was talking about me. Alikuwa akizungumzia mimi. So what? If Sasa- it's you, maybe it's your time to change. Sasa basi, kama anakuongelea wewe, badilika. People get offended. Watu wanakuwa azika, You lose so many sons because they are offended. unapoteza wana wengi kwa sababu wamekwazika. Why? Kwa nini? They are holding their will. Wameshikilia mapenzi yao, And the will has to die. na mapenzi yako lazima yafe. There is no way the will will die without chokozea kidogo kidogo. Haiwezi kuwa mapenzi yako yatakufa bila wewe kuprovoke. Lazima nikuprovoke kidogo. Lazima nikuchoko. Na sio mimi, lazima neno ikuprovoke kidogo. The word has to provoke you a bit. Lakini ukiumia, But when you are hurt, bado will yako iko nzima. it means your will is still alive and kicking. Ndio maana unakwazika. And that's why you get grieved. Sasa unamkwaza kwa neno, sio kwamba kwa tabia mbaya. No, you hurt the person through the word, not because of bad behavior. Kisha usiku unaanza robo shoko, Mungu msaidie, damu ya Yesu. Kesho unambembeleza tena. At night you pray for the person, you intercede for the person. In the morning you find yourself going to suit the person. Ukimwona anakuja kanisani, asante Yesu. When you see them coming to church, you say, oh, thank you, Lord. Roho umemgusa tena. Spirit, you have touched him again. Kwa hiyo hautatia ya pili tena, utasubiri apoe kidogo, kisha unatwanga ingine ndogo pole pole. Lazima itachukua muda. So you'll not be in a hurry to bring another rebuke. No, you'll wait a bit for the person to heal, and when he heals immediately you bring another one. Tena unaona anaanguka, unasema unamhurumia tena, una change hiyo nepi tena, unasema basi
Usifanye hivyo tena. Kiwa mkali tena unaona anapotea, unaanza tena unaomba kisha unaona tena anarudia, hallelujah, amerudi tena. At least atasikia neno. After the second rebuke, you watch the person. When you see the person going down, instead of going up, you cool down, you change the napkin, you give the person a new brand napkin, and you wait. Then you strike again until the person gets fully healed. Then after 10 years the person say, lakini huyu mtu ana upendo jamani, acha nimsikilize tu. Miaka 10 baadaye, the person will say, indeed, this person is full of love. He has persevered with me. Let me now listen to her. Kwani nani atanivumilia zaidi ya huyu? Who can withstand me more than this person? Anaona kumbe ni upendo ulifanya. Now the person realizes it was through love. Baadaye anaanza ona kumbe amebadilika. Later the person realizes he's a transformed man. Sasa mind yake inaanza kuelewa. His mind starts to understand. So it's not only about preaching. Sasa si kuhusu tu mahubiri. It is the work that you are going to do in the mind of that person. Ni kuhusu ile kazi ambayo utaifanya katika nia ya mtu huyo. To the total healing process of his heart and his mind. Ili mchakato wote wa uponyaji ufanyike katika nia yake na moyo wake. And the word will come and cleanse the person and teach the person if you see him, because you can also find that the person is not there busy with so many things. So if he comes, praise God, and then you drop another drop. You drop. It will take time. Na neno hilo litakuja limsafishe mtu huyo, limtakase, limjenge na limponye. Sasa mtu huyo unapomwona kanisani unashukuru Mungu kwa sababu hapo ndipo anapopokea neno ambalo litamponya. Lakini tazama watu wengine wana shughuli nyingi. Wakisikia hayo hawaji kanisani, huwaoni tena. Especially in those countries, sometimes you need to cook lunch, you need to bring someone who can sing well in order to bring the person closer to you, because they are busy, they are very busy. Hata katika nchi zingine inabidi upike vizuri, inabidi utafute mtu ambaye anaimba vizuri ili mtu huyo ujaribu kumkaribisha, msongeze karibu. Kwa nini? Watu siku hizi wana shughuli nyingi huko nje. Sometimes you see a person is a very negative person, but maybe tomorrow you will be the best son. Mara nyingine utaona kuwa mtu yeye mazungumzo yake ni mazungumzo hasi tu kila siku, lakini tazama mtu huyo siku moja atakuwa bora katika kundi lako. The message was good, but ujumbe ulikuwa mzuri, lakini you always find mistakes. Kila wakati kazi yako kutafuta makosa. If you are not strong enough, you start praying, God, take him away. Kama huna nguvu ya kutosha, utaanza kuomba Mungu, hebu niepushie mtu huyu. Oh, the Christians of today wamekuwa vichwa ngumu. Walikuwa vichwa ngumu tangu zamani. Ni wewe ndio imarika. If you say Christians nowadays are stiff-necked, no. They have been stiff-necked since old days. What you need to do is establish yourself. Go and read Moses. Nenda usome kuhusu Musa. You see how stubborn they were. Utaona jinsi watu walikuwa shingo ngumu. Even today, hata leo, even tomorrow, hata kesho. Lazima uchukue uamuzi wa baridi. You ought to take a strong decision. Hiyo ndio tunaita pillar of resolution. Yani unachukua maamuzi ya kila siku kwamba sibanduki, sitoke, sikati tamaa mpaka ndaona hii pillar inainuka ndani ya huyu mtu. That's what we call the pillar of resolution. You decide, I will not leave this person. I will walk together with them. I will withstand. I will persevere until I see transformation in this man. And when you see that transformation in that person, na unapoona kubadilishwa huko mtu huyo, after a long season of course, baada ya kipindi kirefu hata hivyo, that person will be strong. Mtu huyo ataimarishwa. He will be able to fight even for himself. Atakuwa na nguvu hata kujipigania. The spirit of Jezebel will come and attack the person. Roho ya Yezebeli itamshambulia mtu huyo. He will resist Jezebel. Utapinga Yezebeli. He will resist Absalom. Atapinga Absalomu. He will resist Korah. Atapinga Korah. He will resist Balaam. Atapinga Balaamu. He will resist all the witches. Atapinga wachai wote. He will resist all the wizardry. Atapinga uchawi wote. He will resist all sorts of temptation. Atapinga kila aina ya majaribu. He will resist all sorts of sin. Atapinga kila aina ya dhambi. Hallelujah. Amina. Hallelujah. Amina. He will resist persecution, tribulations. Ataweza kustahimili mateso na dhiki. False brethren. Atapinga pia mafundisho potovu. Adonijah, Absalom, all those people. Mambo haya yote Adonijah, Absalom atawapinga. Then you say this person is a good son. Hapo utasema sasa mtu huyu amefanyika mwana mzuri. Hii pillar ya Jashim kabisa imeshaumbika ndani ya huyu. The pillar of Jashim has been built in this man. And Solomon was sitting. Na Sulemani alikuwa anakaa in front of him. Mbele yake. That pillar was there.
nguzo hiyo ilikuwa And pale. then the second one, Na sasa ya pili he gave the name Boaz. akaita nguzo ya Boazi. As long as we have to take time to build a person, Kadri inavyotupasa tuchukue muda kumjenga we mtu, should not add delay for no reason. tafadhali tusicheleweshe bila sababu. We should pray for acceleration. Lazima tuombe mwendo kasi, Because if it takes so long, the person can fall kwa and backslid. sababu ukichelewa sana mtu huyo anaweza kuanguka kwenye dhambi. Time to time you need to see acceleration taking place. Ni muda pia wa kutamani kuweza kuona mwendo kasi unatenda kazi. Let me tell you, Acha nikwambie, when you want acceleration to take place in your life as a son, ukitaka mwendo kasi ufanye kazi maishani mwako kama learn mwana, how to listen to your Naomi. lazima umsikilize Naomi wako. Naomi, though she was a woman, Naomi ingawaje alikuwa mwanamke, she took the role of a father alichukua jukumu la over baba Ruth. juu ya Because Ruthi, that family, kwa sababu familia hiyo the family without heads, ilikuwa ni familia bila her vichwa. husband died, Mume wake alikufa, her son died. wanawake walipia It hapa. was a congregation of ladies only. Kwa hivyo ilikuwa ni kusanyiko la wanawake tu. The husband of Ruth, Mume wa Ruthu, the husband of Orpah, mume wa Oprah, the husband of Naomi, mume wa Naomi, they died. wote walikufa. Why? Kwa nini? They were not well positioned. Walikuwa hawajakaa kwenye nafasi zao. So in that case, what do you do? Kwa hivyo kwenye wakati kama huo unafanya When the nini? heads are cut off. Ikiwa vichwa vimekatwa. That's why I believe in this end time. God will raise even women to stand and do the work. Na ndio maana Hallelujah. naamini katika nyakati za mwisho hizi Mungu atainua pia wanawake wachukue majukumu hayo. If God can use stones, Kama Mungu anaweza kutumia, He can also raise women to stand. kama And Mungu we are a big army. kama Mungu anaweza kutumia mawe, basi anaweza pia kutumia wanawake, So you na be- wanawake ni jeshi lenye So nguvu. you will be a woman outside. Kwa hivyo utakuwa But mwanamke nje, inside you are a father. lakini ndani wewe ni baba. Naomi became a father. Naomi alifanyika baba. Naomi became a father. Naomi alifanyika baba With two ladies. akiwa na wanawake wengine Ruth wawili. decided to listen. Ruthu aliamua kusikiliza Because she could perceive wisdom. kwa sababu aliweza kutambua kuna She will hekima. always sit Kila wakati angelikaa and listen to Naomi. na msikilize Naomi, That's why she fell in love with the God of na Israel. ndio maana alimpenda Mungu wa Israeli. It is after listening about the wonders of the God of Na Israel. ndio ni baada ya kusikiliza It is maneno after kuhusu listening Mungu wa about the Israeli, people of Israel. baada ya kusikiliza kuhusu watu wa Israeli, When Naomi got the wisdom and the understanding that if we remain here we are dying, let's go back to our land, she decided to go. Ruth said, as long as God lives, I will go with you. I will not let you go. I will follow you. Wherever you go, I will go. Wherever you die, I shall die. Your people shall be my people. Your God shall be my... Naomi aliposikia haya mambo kuhusu Mungu wa Israeli, hata Naomi alipoamua kuwa ataondoka, akasema kuwa lazima niondoke mahali hapa ili nisiangamie. Ruth akasema, uondoki peke yako, lazima niondoke nawe. Watu wako watakuwa watu wangu, ukifa nitakufa hapo, uendapo mimi nitakwenda na wewe. You want to see acceleration? Ungependa kuona mwendo kasi? Make sure you are established inside. Hakikisha kuwa Make umeimarishwa sure you ndani. believe in what you believe. Hakikisha kuwa unaamini Make kile ambacho sure you unakiamini. understand the language of the Spirit. Hakikisha kuwa unaelewa lugha ya Roho. I'm telling you, the kina Opas, they will leave you. Nawaambia kuwa watu kama kina Opo watakuacha, Teach them Dubai, let them go. wataondoka, acha But the one waondoke. who is established inside, Lakini yule aliyeimarishwa she ndani will not leave you. hataondoka, She will follow you. atakufuata. Hallelujah. Amina. Naomi was old. Naomi alikuwa mzee, There could not be any expectation when you see that woman. na angalia, ukimwona bibi huyo palikuwa hamna But tumaini. someone who is established, Lakini mtu aliyeimarishwa she sees with the eyes, anaona kwa macho ya the eyes rohoni, of faith. macho ya imani. Ruth could perceive Ruth aliweza kutambua that this woman, ya kuwa mwanamke huyu she's my father. ni baba yangu, I will follow her. nitamfuata, I follow her. nitamfuata, I follow her. nitamfuata. And then she sticks on her. Alafu akamkumbatia. Hey. Hallelujah. Hallelujah. And because Naomi invested in her, Na kwa sababu Naomi alikuwa amewekeza ndani when yake, they reached that land, walipofika nchi hiyo, Ruth decided to take over. Rutu akaamua kuchukua We need usukani. the Ruth that will take over. Tunahitaji Rutu ambao watachukua The usukani, sons will take over. wana ambao watachukua They usukani, will take the ownership. watachukua Because Naomi was weak. umiliki wa maono, She was old. kwa sababu Naomi alikuwa bibi, alikuwa grace of amechoka. God. The grace of God was with Ruth. Neema ya Mungu ilikuwa na Rutu, It took her to the right position. ilimpeleka sehemu And sahihi, she was working hard. na alipiga kazi She vizuri. eat half
anakula nusu, she take half to Naomi. anampelekea Naomi nusu. Who is your father? Baba yako ni nani? Who is your father? Baba yako ni nani? You need to honor your father. Unahitaji kumheshimu baba If you yako. want to see acceleration, Kama ungependa kuona mwendo kasi, let me tell you. hata nikwambie, If you get the understanding of honoring your father, ukipata ufahamu wa kumheshimu baba yako, you will not waste time praying for blessings. hutapoteza muda kuombea baraka. Are you still praying to know if your name is written in the book? It is written once for all. Je, bado unasali kujua kama jina lako limeandikwa kwenye kitabu cha uzima? Jina lako limeandikwa. Hallelujah. You are married, you are praying for a husband or a wife. You can't pray for that. It is a settled matter. It is fixed. Ni kama mtu umeolewa na bado unaomba nipe mume, nipe mke. Hapa umeshaolewa, ndivyo ilivyo. If you have the understanding of how to honor your father, ukipata ufahamu tu jinsi ya kumheshimu baba yako, you don't pray for blessings. Hutaombea baraka. Blessings will locate you. Baraka zitakutafuta. Blessing will follow you. Baraka zitakufuata. Hallelujah. Amina. Hallelujah. Amina. Because of that principle is settled in you. Kwa sababu ya kanuni hiyo ambayo imeumbika ndani yako. You have a job. Una kazi. Even when they reduce people, hata wanapopunguza wafanyikazi, wewe unajua kuwa siwezi kukosa kazi. Let people fast for their jobs. You just enjoy worship God. Hata watu wafunge kwa ajili ya kazi zao. Wewe endelea kuabudu. Kwa nini? Kwa sababu unaishi katika kanuni hizo. Now, sasa basi, after Naomi has eaten, baada Naomi kula, he said, by the way, anasema hata hivyo, where did you find this food? Ulipata wapi chakula hiki? He said, Mama, sema mama, I went to a place. Nilikwenda sehemu. That land, nchi hiyo, I hear that it's the land of Boaz. Nasikia kuwa ni nchi ya Boazi. Boazi? Boazi. Who told you? Nani alikwambia? And then she narrates. Akaanza kumwelezea. Because she has eaten, Kwa sababu amekula sasa. Because she's happy. Amekula, ameshiba, amefurahi. She starts releasing more wisdom. Anaanza kuachilia hekima zaidi. Boaz. Yeah. There is a story behind Boaz. Boazi, kuna hadithi kumhusu Boazi. Change this your clothes now. Hebu badilisha nguo zako hizi. Change this mentality. I'm a widow with a scarf. Remove this. Hebu badilisha mtazamo kuwa mimi ni mjane. Hebu toa kwanza hii au mavazi. Kaoge. Take this mafuta. Chukua mafuta haya. Apply this anointing. Jipake upako huu. Tomorrow, kesho, we have a business. Tuna shughuli. When you honor your father, you receive more wisdom. Unapomheshimu baba yako, unapokea hekima. And that wisdom will start accelerating you. Na hekima hiyo itakusukuma na mwendo wa kasi. So, Naomi told Ruth the things she didn't know. Naomi akamwambia Ruth vitu ambavyo Ruth hakuvijua. Change your clothes. Badilisha nguo zako. Change the way you see yourself. Badilisha mtazamo kujihusu. Anoint yourself. Hebu jipake mafuta. Tomorrow, kesho, go at this time. Muda kama huu tuna kazi. Fear not. Usiogope. Go and just lie at his feet. Nenda tu ulale miguuni mwake. And then leave the rest with me. Alafu niachie mengine mimi. Who will tell you those things? Nani ambao atakushirikisha? If not your father who loves you. Siri kama hizo kama si baba yako anayekupenda. Hawakuambia yote kama wewe ni mshirika tu huko na wa kuendaenda, lakini yule ambaye ni mwenyeji mwana ndio unakaa naye, unaomba, unapata revelation, unaambia kaa hapa nikwambie revelation itabadilisha maisha yako. They will never share with you this if you are an epileptic member. Today you are there, tomorrow you are not there. They will never share with you these things. But if you are rooted, they will share with you. Hallelujah. Amina. She obeyed. Alitii. She didn't understand. Hakuelewa. But she obeyed. Lakini alitii. See the acceleration. Hebu tazama mwendo kasi. The whole day she could feed with food of one day. Siku nzima. Alipoenda kutumika siku nzima, alirudi na chakula wakala ikaisha. When she went out, she came back with food and they ate. Alipolala kwenye hiyo miguu, but when she slept at the feet, walimupa mara 6. They gave her 6 times. Analala tu, just laying there. Wazinzi ndio wanaanza kuinterpret kwamba labda kulitokea afa. Hamna afa iliyotokea, Biblia haifichi. Biblia kama kulikuwa dhambi, Biblia inasema. Hawakulala pamoja, alijiposition tu. Biblia inasema kwamba Boaz alipofanya hivyo akasema, mbona kama kuna mtu hapa? Baadaye akahisi kwamba huyu mtu miguu imepoa. Biblia inasema aka extend nguo yake
akamfunika. Ile kumfunika tu, huyo mtu anaitwa Boaz. Maana ya Boaz ni nini? Speed, acceleration, swiftness. Ile nguo ya Boaz ilipomshika tu, mambo yakabadilika. Amina. Praise the Lord. At that in mind, we'll interpret maybe something of the kind of fornication took place. No, there was no fornication. And extension of the garments. Yes, go ahead. The Bible doesn't hide. If there was sin, the Bible will say there was sin. But there was no sin. The Bible says that Boaz felt something at his feet. And he knew there was somebody there. What did he do? He took his garment and he stretched it. He covered the person who was there. And when Boaz covers you, what follows is the spirit of acceleration. If that woman after 12 years, she could just touch the garment of Jesus and get healing, let me tell you, the garment of Boaz, which means swiftness, speed, acceleration, strength, that garment touched that lady, that was over. Kama mama huyu, mwanamke huyu, baada ya miaka 12 aliweza kugusa vazi la Yesu na akapata uponyaji pale pale. Upinde tu wa vazi la Yesu. Sasa hata nikwambie kuhusu vazi zima la Boazi. Vazi za Boazi likufunika, bila shaka patakuwa na roho ya mwendo wa kasi. Acha nikwambie mambo. Kuna mtu ukimsogelea, maisha yako yanaanza kubadilika haraka. Let me submit to you. There are people, when you connect yourself to them, things in your life will start to accelerate. Kuna mtu mwingine una connect naye, kumbe ni Yona. Kwanza iko kwenye rebellion na Mungu, unamfuata kwenye hiyo boti yake na mifugo yako na mabegi zako, unavipoteza vyote maana umeingia kwenye. I also need to tell you, there are other people, you may connect with them, but their situation is like Jonah. They could be in the belly of the fish. They could be in rebellion as far as God is concerned. Such people, what will happen? Your bags will dry, your pockets will dry, whatever you came with will get lost. Uliingia kwenye hiyo huduma una suti moja, baadaye inaliwa na panya, na shati inachanika, na kazi unafukuzwa, kila siku unaumwa, kila siku hospitali. Jamani, hii ni nini? Angalia vizuri. You joined that ministry. You came with one suit. You came having your job. You came having your business. But after some time of joining the ministry, you realize even the one suit that you had, eaten up by rats. Your business going down. Your health, you are always in sickness and disease. Na uliyemfuata naye anatarajiwa kuliwa na samaki. Sasa utafanya. And the person you are following is expecting to be swallowed by a fish. Now, who will help the other? Kwamba ili tuweze tufike, tumwange vitu vyote vipotee kwenye bahari. Wanamwanga, na ule uliyemfuata ndio kiongozi, yeye ndio wa kwanza analiwa na samaki. Angalia vizuri. They say for us to survive, we have to throw all the weight into the sea in order to survive. And the leader is saying, also throw me into the sea. What will happen if the leader is thrown into the sea? Kumbe kwa kwenye rebellion, anapingana na Mungu. That person may be in rebellion against the will of God. Unafuata mtu kiongozi, kumbe ni mzinzi. Unatarajia nini? You may be following a leader. Yes, yet he's a fornicator. Wewe ndio candidate ambao utanaswa na ukimwi kesho. Maana sasa ile anointing ya ukimwi, ile anointing ya uzinzi ndio itakushukia wewe. You are a candidate of destruction because that anointing of fornication and immorality will trickle down to you. Unaanza na kuchekesha, ndivyo ilivyo. You may think I'm trying to lakini make fun, but that's how ile garment ya Boaz ikikushukia, unaanza kuona acceleration. When the garment of Boaz covers you, then you experience acceleration. Ulikuwa kwenye nyumba ya kupanga, unajenga nyumba yako. You are renting a house, tomorrow you have your own house. Ulikuwa unatembea kwa miguu, kesho una baiskeli. You are walking on foot, tomorrow you have a bicycle. Kesho una pikipiki. You have a motorbike. Kuna mtu fulani aliomba baiskeli, alipofanyikiwa naye akaigawa baiskeli, akanunua pikipiki. Baadaye aliponunua pikipiki akasema, mama, nilikuwa naomba kwa muda mrefu pikipiki, lakini naona hii pikipiki inanipa mafua, sasa inanipiga baridi. Mimi nataka niombe Mungu anipe gari. Toka kwenye pikipiki, ingia kwenye gari sasa. Hallelujah! Hallelujah! There's a man who prayed for a bicycle. When he got it, he gave it out. Then he got himself a motorbike. But after having a motorbike for some time, he realized that he was always battling with flu, influenza, flu. He said, no more motorbike. I now need a car. Move from the motorbike, get into the vehicle. Unaona mtu amekuwa na gari,
baadaye anajenga nyumba yake nzuri, baadaye unaona watoto wake wanasoma, kama alikuwa msichana anaolewa, na kama alikuwa hana kazi anapata kazi, unasema hapa si banduki. You see a person, anakuwa pila sasa. You see a person who was walking on foot, come tomorrow he has a car. You see a lady who was not married, he is now married, having her own family, her own house. Ben, ulivyokuwa hapo ulikuwa na gari, ulivyokuja? Usitoe siri. Toa tu kwa utukufu wa Mungu. Mambo ilikuwa mbaya. Ulikuwa na mke? Sikuwa naye. Ulikuwa na watoto? Sikuwa na watoto. Una gari ngapi sasa hivi? Una kazi? Unaenda unasafiri? Unapanda ndege kila siku? Nani atakubandua hapa? Nani anibandue hapa? Nani akubandue? Hatubanduki. Hata ukileta tractor habanduki. Even a bulldozer will not take me here. Take me Amekuwa away from pillar. here. I've become a pillar. Habanduki. I'll not move away from here. Hallelujah. Amen. She went again. Akarudi tena. She explained to Naomi. Akamwelezea Naomi. What happened? Pakatokea nini? Huku ameleta na chakula tiki tiki. See, she was coming back with food. Boaz anasema, Boaz says, I will not rest sitapumzika until I solve this matter. hadi nimetatua tatizo hili. It was not the problem of Naomi anymore. It Hai- was not the problem of Ruth anymore. It became the problem of Boaz himself. Sasa tatizo likahama, halikuwa na Naomi, halikuwa na Rutu, likafanyika la Boazi mwenyewe. In a twinkle of an eye, Kwa kufumba na kufumbua, someone who was barren, mtu ambaye alikuwa tasa, someone who was a widow, mtu ambaye alikuwa mjane, someone who was a Moabite, mtu ambaye alikuwa Moabu, she got married. aliolewa. And immediately, Na punde sipunde the curse of barrenness, ile 10 years of barrenness, laana ya utasa ikaondolewa, she conceived. akatunga mimba. Hallelujah. Amina. See, you know Solomon is in the descendants of Boaz. Kwani hujui kuwa Boazi ni babu yake That's Sulemani? why he sit on the throne. Na ndio maana alikaa kwenye kiti. He put Jashin here and Boaz Ali- every day to look at it. Aliweka nguzo ya Jashini hapa na nguzo ya Boaz hapa, kila siku anazitazama nguzo hizo And decorate it with lilies. na akazipamba na maua mazuri. Jesus being the lily of valley. Yesu kama maua. So the lily of the valley. maandiko. Read the scriptures. Do you want to be a pillar? Je, ungependa kuwa nguzo? A pillar of salt? Nguzo ya chumvi? Which pillar? Nguzo ipi? Not Boaz. You start with, Usianze na Boaz. Jashin. Anza na Jashin kwanza. then the Boaz will follow. Alafu Boaz atafuatia. Oh. Unabarikiwa lakini. Are you receiving something? Hiyo ni wisdom. That is wisdom. Hiyo ni wisdom. That is wisdom. Unataka kujua ingine wisdom? Do you want to know If whatever you want to build in life, the other pillar of wisdom? Chochote ambacho ungelipenda think kujenga, of the things that will build that pillar of Jashin. tafakari mambo ambayo yatajenga nguzo ile Jashin. Invest in it. Wekeza hapo. Even if it's money, okay, invest. Take time. Hata kama ni hela, ndio wekeza. Hebu Put tumia money muda, for training. tumia hela zako kupata mafundisho. Take time to pray. To analyze everything. Enda kwenye maombi, tathmini kila kitu. Check the mindset of people you are inviting in the office. Tazama mitazamo ya watu ambao unawaalika karibu na wewe. Take time to know the mindset of your partner who is going to marry you. Hebu tazama mtazamo ya yule dada au kaka ambao unataka akuoe Kama au akili zake muoe. ni mbovu au ni salama. If his mind is damaged, Kazi ya Mungu sio popcorn, inachukua muda. the work of God is not like popcorn, it takes time. Ni kama vurugu, watu wanaingia wanatoka, watu wanaingia wanatoka, watu wanaingia wanatoka, na wewe kunapata akili. But today it's like confusion. People get in, get out, get in. But when you receive the right mindset, I believe we are now fixing the pillar of Boaz. mimi naamini sasa hivi tunaweka ile nguzo ya Boaz. I believe we'll be accelerated. Mimi naamini kuwa tutawekwa mwendo wa kasi. Unajua Mungu ameniambia, God has told me, kila ukitaka kuombea kanisa, every time you want to pray for the church, kila ukitaka kuombea every waumini, time you want to pray for your members, kila ukitaka kuombea hii every kazi, time you want to pray for this kila ministry, ukikuwa ibadani, every time you're in the service, usiniombe kwa kusimama namna hii, piga magoti. don't pray looking at me this way standing, but kneel down. Mungu ni wa kupigia magoti. God is a God that you ought to kneel before. Ndugu, nitapiga magoti mpaka nitaona maisha yako na Brethren, I will accelerate. continue kneeling until when I see
change in your life. Sitaki ushuhuda wa watu baadhi ya watu. I don't want to hear testimonies only from a few people. Utapata acceleration mpaka mwenyewe utaitwa You Boaz. will receive acceleration. Your name will change to Boaz. Receive it in Jesus. Ipokee katika jina la Yesu. Ipokee kwa jina la Yesu. Receive it in Jesus' name. Utaanza kuona mambo yanaenda kwa kasi. You will see things accelerating in your life. Utaanza kuona mambo yenye nguvu You yanafanyika will ndani ya see maisha. powerful things taking place in your life. Mungu akubariki. God bless you. If you want to see things happening in your ministry, Kama ungelipenda kuona mambo yakitokea katika huduma yako, then build a pillar of anointing. basi jenga nguzo ya upako. Nguzo ya upako. Usikimbie kabla haujawa anointed. Don't rush before you are anointed. When you are anointed, Unapopakwa mafuta, you know even for marriage you need to be anointed. unajua hata kwa ajili ya ndoa unahitaji kupaka mafuta. Hey. Kuna haya mafuta tunawapaka, lakini kuna yale mafuta ya pembe yanatoka kwa Mungu. Hallelujah. There is the anointing which comes from a horn, from God himself. Listen. Hebu sikiliza. After God has given me this vision in 96, Baada ya Mungu amenipatia maono haya mwaka 96, 97, God anointed me. Mungu akanipaka mafuta. Those who were with me, they know it. Wale ambao walikuwa na mimi From that wanafahamu hilo. time, I start seeing things differently. Kuanzia siku hiyo nikaanza kuona When I mambo read the Bible, I read it differently. kitofauti. Biblia naisoma kitofauti. I start understanding things. Nikaanza kuelewa mambo. That anointing Upako huo carried us from there to here. ulitubeba kutoka huko hadi hapa. Through that anointing, Kupitia upako huo we relocated to this place. tukahama hii sehemu. Through that anointing, Kupitia upako huo my husband got a mume job wangu akapata kazi nyingine in the United Nations. katika Umoja wa Mataifa. Hallelujah. Amina. Anointing change lives of people. Upako unabadilisha maisha ya watu. If you see us the way we are today, Ukituona jinsi tulivyo hapa we leo, were not like that before. hatukuwa hivyo awali. We had problem of eating. Tulikuwa hata na matatizo But ya the kupata moment chakula, anointing came lakini down, punde tu upako oh, ulipokuja, let me tell you, things changed. mambo yabadilika. So you see my husband saying I'm the father to his life, you think it's just like exciting you to accept me as a father. No, he knows. Ukimwona mume wangu akisema kuwa mimi nimefanyika baba maishani mwake, si kuwafurahisha ama kuwashawishi mnikubali. Hapana, yeye anajua bila shaka. Apostle said yesterday, the wife is the daughter. Sindio? You are a father to your wife. Mtume jana alisema kuwa mke wake anamuita baba maisha yangu. Don't be shocked to see that a husband also can be a son to the father. Usishangae kuona kuwa mume pia anaweza kusema kuwa mke wangu ni baba wa maisha yangu, Because he acknowledged, kwa sababu anatambua these things I did not decide for them. God gave them to mambo me. haya mimi sikuamua mwenyewe, ni Mungu He gave me aliyaleta. a vision. Mungu alinipa maono, He gave me anointing. akanipa upako. He was my professor in the university. Mume wangu alikuwa He was my teacher. alikuwa mwalimu He wangu was my professor. chuo kikuu, But because of the anointing, lakini kwa sababu ya I upako became his father. nilifanyika baba yake. Anointing changed situations. Upako unabadilisha hali. The moment Papa revealed that mystery, Punde tu papa alipofunua hiyo siri, many members left us. watu They wengi left us. They said watu, hatuwezi kukubaliana na hayo mambo. watu wengi waliondoka, saying we can't accept such a structure Because mind ya mwanadamu haiwezi kukubali. because the mindset of a man cannot accept that. Lakini, However, I'm telling you the truth. nakwambia ukweli, Since that anointing, tangu upako huo things change in our family. mambo yalibadilika katika familia yetu. Don't joke with the anointing. Usifanye mzaha na upako. We were facing problems paying school fees for our children. Today they are all in America. They are all in Pennsylvania. I don't know what. I don't even know. Because the office he's in, they pay everything. I didn't know how. Explain. Kivipi? Ukisema kuhusu mafuta ya mitume, mafuta ya kitume, lazima pawe na ushuhuda halisi unaonekana kuhusu mambo hayo. If you don't see it, kama utayaona, just know that it's not everyone who have those experiences. Jua kuwa si kila mtu ambaye atapitia. But guess what? Uzoefu huo. When your father is anointed, lakini tazama baba yako anapopakwa mafuta, by being a son only, wewe kwa kuwa mwana tu, you will inherit that anointing. Utarithi upako huo. You will inherit that anointing. Utarithi upako huo. And that column, Na that pillar of anointing, sasa
nguzo hiyo ya upako, it goes with paying your tithe. inaambatana na kulipa zaka yako. Go and read. Hebu kasome. We don't have time. Read that pillar. Hebu hatuna muda, lakini hebu soma kuhusu nguzo hiyo. It is by paying tithe to your father, Ni kwa kupitia kulipa zaka kwa baba yako, or in the house of God, au katika nyumba ya Mungu, that you start receiving the anointing from the Father. ndipo unapoanza kupokea Kama hiyo ya Haruni ilikuwa upako inashuka. kutoka kwa baba. Like Sio kila mtu alipakwa. Haruni like the alipakwa, oil. lakini wengine wakaanza kukamata, inashuka kwenye ndevu, inashuka kwenye nguo, inashukia kwa watu wote. the oil on Aaron which came down his beard, down Sasa his kwenye garment. hiyo gauni, sijue hiyo gauni ndio baba anakushonea. Hiyo gauni na yenyewe ina upako, lakini usifikiri kutapawa mtiririko wakati wewe ni mwizi wa fungo la 10, haitatokea. See, Napoteza muda tu. the garment, the very garment that the father wears, that's the very garment he'll give to you as an inheritance. But we better be clear on this. It will not be your portion. If you are a thief in the house of God, you don't pay your tithe. Kwa hiyo kuna pila ya establishment, kuna pila ya Boazi, kuna pila ya anointing. Hallelujah. Nguzo ya kuimarisha, Ambayo ndio kuna nguzo ya Boazi. inafanya anga inakufungukia. na tatu kuna nguzo ya upako which causes the heavens to open. Unaanza kuexperience Over open you. heaven. Bethel inaonekana kwenye maisha yako. You will be walking under an open heaven. It will be real, visible in your life. Ya nne The fourth one, ndio hiyo ya lineage tuliongelea. this is the pillar of lineage. Soma hayo maandiko yote. Nguzo Lazima ya ujue lineage uko gani. nguzo ya ukoo. You ought to know ukoo wako ni Kwenye upi. maono haya tuko kwenye ukoo wa Joseph. In this vision we are in the lineage of Joseph. Soma hayo maandiko yote Read niliyokuambia. the scripture and you'll understand. Kuna pila ya limit, lazima ujue limits zako. There's also a pillar of limits. You ought to know where your limits are. Haleluya. Ziko 7 There are 7 pillars. ambao Solomon aliyejenga hekalu, aliyepata hekima, alijua kwamba nyumba inajengwa kwa hekima, na kwa kuelewa nyumba inaimarika, na hekima hiyo ilifix nguzo 7, na hizo nguzo 7 ndio zitashika kwamba ile gorofa izidi kuwa na nguvu zaidi. Solomon, who built the Hallelujah. house, Solomon received wisdom. And Solomon knew very well that wisdom builds a house, and the house is established by understanding. But also, wisdom builds pillars which hold that house. Sasa Biblia inasema purpose and direction. Biblia inasema walivyosimama sasa, The Bible says wana wa Israeli walivyosimama, when the children of Israel stood, walikuwa wanaongozwa na pila they were led by a pillar, ya cloud a cloud mchana. during the day, Hiyo ndio maono inaongoza watu. and a pillar of fire during the night. That is the vision that leads people. Watu walewa kila, na mimi nina maono yangu, na mimi nina maono yangu, na nini nina maono yangu. Sasa inakweje? Now today, Kama una maono nenda uanze basi tujue una maono. today's Christians, each one of us says, Sikae ndani ya I kanisa have my tuna own maono vision. yako. I have my hapana. own vision. Now, if all of us, each one of us have or has their own vision, what will happen? Mipangilio wanaita ni maono. Plans, they say it's a vision. Vision is a divine. Huwezi kusema kuwa mipango ni maono. Hapana, maono ni ya kiungu. Kila mtu ana mipangilio, Everyone has plans, lakini maono ni ya Baba. but a vision is for the Father. Na hayo maono ukiyafanya kuwa ya kwako, utaona faida za hayo maono hivyo hivyo juu ya Baba na hivyo hivyo juu yako. If you embrace that vision and you make it yours, a sense of belonging to the vision, then you'll receive the blessings that come with the vision. As it is to the Father, so it is to the Nguzo Son. ilikuwa inawaongoza kwa mchana, A cloud was leading them during the day. na usiku inageuka nguzo ya moto. At night, the same pillar will turn to be a pillar of fire. Haleluya, Amen. haleluya. Amen. Maana usiku kuna giza, Because at night there is darkness. Roho Mtakatifu ndio atakusaidia wakati wa giza. It's the Holy Spirit that will illuminate your path in the night. Ni hapa tu nimeona nimesimama kwenye nguzo ya moto, ndio nimejua kwamba tunaingia katika sasa kulea apostolic sons. It is Singeweza mwanzoni. It is when I saw myself
in a pillar of fire, that's when I realized that, oh, I have to raise up apostolic sons. I can't do it alone. I have to raise up sons to do this with Kwa me. nini nilichukua hii miaka yote nisielewe? Why did it take me 20 years to understand this? Lakini nilivyosimama kwenye hiyo nguzo, nikaendelea mpaka nikaamka, nikamwambia papa, mbona niko kwenye nguzo ya moto naona inajaa chumba, lakini nasikia hiti lakini siungue? Akasema kweli unaogopa? Nikasema sisikie kuogopa, niko naona tu maandiko ya moto yanashuka, maandiko ya moto yanashuka. Tangu pale nilikaa nikaanza kuandika hivi vitu vyote mnavyoviona, jinsi ya kureza apostolic sons, na kuanza kuona clarity na kuanza kuelewa. Mwanzoni sikuelewa. I saw myself in the pillar of fire. I had to share with the bishop. I told the Nahubiri bishop, kila I'm seeing siku, myself. mchana, asubuhi, mchana, jioni, asubuhi, mchana, jioni, mpaka leo sijui vitu vinatoka wapi. I have not rested. I've been preaching daytime, at night, daytime, in the evening. I don't know where these revelations are coming, but I've been preaching throughout from then. Ambia mwenzako tunako kwenda ni pazuri sana. Tell your neighbor, where we are going is a better place. If you don't believe you see it, then you believe it's okay. Kama utaamini basi utasubiri uone. Hata Sarah alicheka lakini alibeba mimba tu kwa sababu majira yalikuwa yametimia. Sarah also laughed. Sarah laughed and she conceived and she saw a baby. She believed. Simama kwa miguu yako. Stand to your feet. How many pillars now? Sasa ni nguzo ngapi? Zimekuwa ngapi? How many of them? 6. Sita. Wanasema 5. 7 imeenea bwana. Pillar of purpose and direction. Pillar of anointing. Nguzo ya Yashin is a pillar of resolution. Nguzo ya kusudi na mwelekeo. Pillar of Boaz. Nguzo ya Boaz. Pillar of lineage. Nguzo ya ukoo. Pillar of limits. Nguzo ya limits, mipaka. Pillar of support. Nguzo ya utaona kwenye Revelation pale Biblia inasema atakayeshinda hatutageuka nguzo tu kwenye huduma hii, tutageuka nguzo hata mbinguni. In Revelation, he who overcomes, I'll cause him to sit. So we will not just become pillars in this ministry, but also in heaven we shall be pillars. We shall be pillars forever. Tutakuwa nguzo milele. In heaven. Hata mbinguni. Yeah, that's pillar. I like it. I want it in Jesus' name. Nataka hiyo nguzo na itamani katika jina la Yesu. Lazima tumalize vizuri ili tuwe hiyo pillar. We have to finish well so that we may be the pillars in heaven. Wisdom has built a house. Hekima amejenga nyumba. Strengthened it with 7 pillars. Na ameimarisha kwa nguzo 7. Wisdom has slaughtered meat. Nguzo amechinja nyama. Mixed wine. Amechanganya na divai. Send the maid servants. Ametuma wajakazi. Tulijifunza jana gisi wa sons ndio servants. They have the servanthood spirit. Yesterday we learned how sons are the servants. Why? They have the servanthood spirit in them. The apostle shared. I've received that from the apostle. Sons, when they get the spirit of servanthood, wana wanapopokea ile roho ya kutumika, the father will set the table only. Baba ataandaa meza tu. He will put bread. Ataweka mkate pale. He will put meat. Ataweka nyama. He will mix wine. Atachanganya then he will divai. send sons and servants. Alafu tutaona to go on the high hill of the mountain. Wenye roho ya utumishi. And call people. Wakienda mitaani Tell milimani. people if you are hungry. Wakiita watu. If you need wisdom. Hebu njooni. Come. Walio na njaa. Wanaohitaji hekima. Njooni. Wana watatoka waite watu. Many people are hungry. They will come here. They will wengi find bread. Wana njaa watakuja hapa na watapata mkate. The people who want wisdom, they will eat meat. Watu ambao wanahitaji hekima watakula nyama. Bread is for normal people, members. Mkate. Meat is for people who want to receive wisdom. Mkate ni wa washirika. Nyama ni ya wale ambao wanatamani hekima. And the Bible says, na Biblia imesema, eat the meat of wisdom. Kula nyama ya hekima. And take away all the foolishness. Na kaa mbali na upumbavu wote. So that you may live. Ili uweze kuishi. Foolishness make you experience premature death. Upumbavu unaweza kukuletea kifo cha kabla ya muda. Receive wisdom. Pokea hekima. Refuse foolishness. Hebu kataa kabisa upumbavu. Receive wisdom. Pokea hekima. You will live longer. Utaishi miaka mingi.
Inua mikono yako ndugu. Lift up your hands, brother. Sije tukalala hapa. In the interest of time. Wisdom has built a house. Hekima ameijenga nyumba. Strengthen it with 7 pillars. Ameimarisha kwa nguzo 7. Wisdom has slaughtered meat. Hekima amechinja nyama. And mixed wine. Na ameleta divine. And send the servants. Na amewatuma wajakazi. To the high hills of the city. Akawatuma kwenye milima ya mji. To cry and call everyone. Wapaze sauti na kumuita kila mtu. Those who need wisdom. Wahitajio hekima. Let them come and sit at the waje table. Na wakae mezani. Those who are hungry. Waliona njaa. Come and eat bread. Njoni mle mkate. If you want wisdom, kama unahitaji hekima, come. Njoo. Wisdom will take away all foolishness. Hekima itaondoa upumbavu wote. And it will take the spirit of death away. Na itaondosha pia roho ya mauti. We are not wasting time here. Hatupotezi muda hapa. Acquiring wisdom. Tukipokea hekima. Wisdom is for life. Hekima ni kwa ajili ya maisha. Wisdom will make you extremely rich. Mungu atakuimarisha na akutajirisha. Wisdom will make you a great leader. Hekima itakufanya uwe kiongozi maridadi. Wisdom will make you sit in high places. Hekima itakusababisha ukae sehemu za juu. Oh hallelujah. Amina. Oh hallelujah. Amina. Wisdom will preserve life. Hekima itahifadhi maisha. Touch your head. Say, God, give me wisdom. Hebu shika kichwa chako, sema Mungu nipe hekima. Then touch your heart. Alafu shika moyo wako. Say, God, give me wisdom. Sema Mungu nikirimie hekima. Build me up with wisdom. Nijenge kwa hekima. Not the wisdom of this world. Si hekima ya dunia hii. Not the wisdom of this earth. Si hekima ya ulimwengu huu. James says, Yakobo anasema, the wisdom of this earth. Yakiwa hekima ya ulimwengu huu. It is full of envy. Imejaa wivu. It's full of selfishness. Imejaa uchoyo. It is full of sex seeking. Imejaa kujitafutia mimi mwenyewe. It is full of confusion. Imejaa kuchanganyikiwa. Imejaa uongo. That's the wisdom of this world. Si hekima ya ulimwengu huu. But the wisdom that comes from above. Lakini hekima itokayo juu. It is pure. Ni safi. It is pure. Ni safi. It is peaceable. Ni nzuri. It is trustworthy. Ni ya kutumainiwa. It is full of gifts. Imejaa mambo mema. Hallelujah. Amina. That's the wisdom from above we are looking for. Hiyo ndio hekima itokayo juu tunayoitafuta. Full of gifts. Imejaa karama. No hypocrisy in it. Hakuna unafiki ndani ya hekima hiyo. That's the wisdom. Hiyo ndio hekima from above itokayo juu. The Bible says, Biblia imesema Jesus Yesu is wisdom. ni hekima. Hallelujah. Amina. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amina. When you have that wisdom, ukiwa na hekima hiyo, you have Jesus. Unaye Yesu. Raise your hands. Hebu inua mikono yako. I bless your life. Na bariki maisha yako. With the wisdom from above. Na hekima itokayo juu. I speak wisdom in your life. Na nena hekima maishani mwako. I speak wisdom from above. Na nena hekima itokayo juu. May you be able to build a house. Uweze kujenga nyumba. May you be able to strengthen your uweze house. kuimarisha nyumba yako. With the 7 pillars. Na hizo nguzo 7. May you get the understanding. Upate ufahamu. For your house to be established. Nyumba yako imarishwe. Oh hallelujah. 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 May your mind be clean. Na mtazamo wako, akili yako iwe safi. May your mind be clean. Nia yako iwe safi. Have ears to hear. Uwe na masikio ya kusikia. Have eyes to see. Macho ya kuona. You will be wiser and wiser. Utakuwa mtu mwenye hekima na zaidi na zaidi. And the only way to be wiser and wiser. Na njia moja ya kupata hekima zaidi na zaidi is to respect. Ni kuheshimu your father. Baba yako. Is to value your father. Ni kumthamini baba. Because he's teaching you wisdom. Kwa sababu anakufundisha hekima. You cannot throw mud in the river that you are drinking from. Huwezi kutupa tope kwenye mto ambao utachota maji ya kunywa. When you respect that river, unapoheshimu mto huo, it will flow and flow and flow and flow. Utatiririka na kutiririka zaidi. You will be wiser and wiser. Utakuwa mwenye hekima juu na juu. Value your father. Mthamini baba. Listen to his teaching. Sikiliza mafundisho yake. Obey what he is saying. Tia anachokisema. Rivers of wisdom will flow. Chemichemi za hekima zitatiririka. Value that revelation. Thamini ufunuo huo. Value that grace. Thamini neema hiyo. More will be added. Zaidi utaongezewa. But if you don't respect it, lakini kama utaheshimu, even what you have, hata kile unacho, it will be taken away. Kitaondolewa. In Jesus' mighty katika jina la Yesu. Value that revelation. Thamini ufunuo huo. Value that vision. Thamini maono hayo. You will be wiser and wiser. Utapata hekima zaidi. Like the one with 5 talents.
Kama yule mwenye talanta 5 he received 10. alipokea 10. The one of 2, Mwenye 2 he received 2 more. alipokea 4. The one who hid it, Yule aliyeficha, who didn't honor, ambaye who hakuheshimu, didn't value the revelation, hakudhamini mafunuo, it was even taken away. alipoteza alichonacho. After staying under teaching, Baada ya kukaa chini ya mafundisho, you discover you are becoming foolish and foolish. unagundua kuwa unazidi kuwa mpumbavu. But when you value Lakini unapothamini the source of revelation, chanzo cha mafunuo, you will be wiser and wiser. utakuwa mwenye hekima na zaidi. You will be able to build cities. Utaweza kujenga miji, You will be able to build nations. utaweza kuijenga taifa, You will be able to build generations. utaweza kujenga vizazi In Jesus' mighty name. katika jina la Yesu. Korobo shendere alalaba. Rebo sheke teke rebo she. Receive it in Jesus' mighty name. Receive it in Jesus' name. Go home, continue praying. Nenda nyumbani na dumu katika maombi. Keep on praying in tongues. Endelea kuomba katika roho, Cry unto God. katika lugha. Give more wisdom Mlilie Mungu, to understand these mysteries. mwambie akirimie hekima zaidi uweze kuelewa. Indeed, they are mysteries. Hakika ni siri. God loves us Mungu anatupenda to reveal these things to us. kuweza kutufunulia mambo haya, And He will reveal even more. na atafunua zaidi. May this house be filled with people full of wisdom. Nyumba hii na ijae watu waliojaa hekima. They will become men and women of impact unto nations. Watafanyika watu wa mguso wa popote waendapo. Receive it in Jesus. Pokea katika jina la Yesu. Receive it in Jesus. Katika jina la Yesu. God bless you. Mungu awabariki.